I salute the saints of the Little Flock Church in the name of Jesus Christ our Lord. Watakatifu wa kanisa la Kundi Ndogo linawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Surely, kwa hakika, this is the time ndio wakati when we should dedicate ourselves even more, wakati tungepasha kujitolea wenyewe hata zaidi to our Lord Jesus Christ. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Because what we can see, sababu kila ambacho tunaweza kuona, we are in the season tuko katika nyakati of the catching away of the believers, ya kuweza kutwaliwa kwa waaminio, what is known as the rapture. ile ambayo inajulikana kama unyakuo. And brethren, na wandugu zangu, do not be shaken msiogope by what is happening. kwa ile ambayo kunafanyikana. Do not be shaken by epidemics. Msiogope na hizi mapidemic. Do not be shaken by what the world calls COVID-19. Msiogopeshwe na hii ambayo ulimwengu inaitwa COVID-19. We are living by the promises of God. Sisi tunaishi kwa ahadi za Mungu. If God knew us before the foundation of the world, kama Mungu alitujua kabla kuweka misingi ya ulimwengu, that we shall be raptured, kwamba tutanyakuliwa, therefore kwa hiyo COVID-19 cannot even come near you. COVID-19 haiwezi hata kukaribia. For we are under the blood of Christ. Maana tuko chini ya damu ya Kristo. And that is our covering and our assurance. Na ile ndiyo kifuniko chetu na hakikisho yetu. As the book of Jeremiah says, kisi kitabu cha Yeremia kinavyosema, they are what God calls his judgments. Kile ambacho Mungu anaita hukumu yake. Those who are appointed for the sword will go by the sword. Wale ambao waliteuliwa kwa ajili ya kupitia upanga watapitia kwa upanga. Those who are appointed to go by anger, they will perish because of anger. Wale ambao waliteuliwa kwa ajili ya hasira wataangamia kwa sababu ya ile hasira. Those by plagues will go by plagues. Wale ambao wataenda kwa mapigo watapitia kwa ile mapigo. God knows the names. Mungu anayajua majina. But our names are not written in the earth. Lakini majina yetu hayaandikiwa hapa duniani. Our names are written in heaven. Majina yetu yameandikiwa mbinguni. And since we are the bride, the wife of God's only begotten Son, na sisi tukiwa bibi harusi, mke wa mwana wa pekee wa Mungu, no curse can come near us. Hakuna laana ambayo inaweza kutukaribia. It will come near those, itakaribia wale who do not have the seal of the living God, ambao hawana muhuri wa Mungu aliye hai. So brethren, kwa hiyo ndugu zangu, we are safe and secure. Sisi tuna ukingo in the name of Jesus Christ. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. We are not afraid of an alarm. Hatuogope na vitisho vyovyote. Let the wicked be afraid. Acha waovu waogope. Yeah, God again Mungu has given me the grace. Amenipatia neema. Your brother Simon Akol to stand before you, kusimama mbele yenu in this Monday service, katika ibada ya Jumatatu katikati ya juma. And we are going to share on the word of God. Na tunaenda kulishiriki neno la Mungu. And I ask for your attention. Na ninaomba munipe masikio yenu. And brethren, na ndugu zangu, we are going to read from the book of John. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Yohane. The Gospel of John chapter 15. Injili ya Yohane 15. Verse 1 to 5, but my emphasis is verse 5. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 5, lakini zingatio langu ni kwenye mstari wa 5. I am the true vine. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. And my Father is the husbandman. Baba yangu ndiye mkulima. Every branch in me, kila tawi ndani mwangu, that bears not fruit, lisilozaa matunda, he takes away. Kuliondosha. And every branch, na kila tawi, that bears fruit, lizalo matunda, he purges it, kulilimisha, that it may bring forth more fruit. ili liweze kuzaa matunda mengi. Now you are clean. Nyinyi mmekwisha kuwa safi through the word kupitia which neno I have spoken unto you. Nililowaambia. Abide in me, kaeni ndani mwangu, and I in you, nami ndani yenu. As the branch cannot bear fruit of itself, kama vile tawi haliwezi kuzaa matunda kwa lenyewe, it abide in the vine, isipokuwa likae katika mzabibu. No more can ye except you abide in me. Kadhalika nyinyi hamwezi I am the vine, mimi ndiye mzabibu, you are the branches. Nyinyi ndiye matawi. He that abideth in me, akaenda ni mwangu, and I in him, nami ndani mwake, the same bringeth forth much fruit. Huyu huzaa matunda mengi. For without me, maana bila mimi, you can do nothing. Huwezi kufanya lolote.
Heavenly Father, Baba wa mbinguni, in the name of Jesus katika Christ, jina la Bwana Yesu Kristo, we thank you twakushukuru because kwa sababu you are the same yesterday, today, wewe ni forever. sawa sawa jana, leo na hata We milele. thank you, Christ Twakushukuru Jesus, Kristo Yesu for the victory kwa ajili ya ushindi over the devil, juu ya ibilisi, for the victory kwa ajili ya ushindi over the world juu ya ulimwengu and all parts of na juu ya darkness. nguvu zote za giza. We thank you, Christ Jesus, Twakushukuru Kristo Yesu for this revelation, kwa ajili ya ufunuo for huu, this gospel kwa ajili ya truth, hii injili ya ukweli as declared in thy word. ilivyotangazwa katika neno lako. We thank you, Christ Jesus, Twakushukuru Kristo Yesu for the soon coming rapture, kwa ajili ya unyakuo unaokuja which karibuni, we are now waiting ambao for. tunaungojea, And we know na that tunajua this is the season for kwamba it. hii ndio wakati ya unyakuo. Bless your word, Bariki neno lako, even bless all souls which are hata bariki hearing. nafsi zote ambazo zitalisikia, Even give me the words of hata utterance, nipatie maneno ya that kutamka, I may bring forth your word ili niweze kuleta neno lako faithfully. kwa uaminifu. May you receive all the glory. Pokea utukufu In wote the name of Jesus Christ, we katika pray. jina la Kristo Yesu tumeomba, amen. So greetings from my family, Salamu kutoka kwa jamaa yangu, greetings from the church at home. salamu kutoka kwa kanisa nyumbani. Ask my brother Ambrose Omal to repeat verse 5. Nitamwomba ndugu yangu Omalo Ambrose arudilie mstari wa 5. I am the vine, Mimi ndiye ni mzabibu, you are the branches. nyinyi ni matawi. He that abideth in me, Akae ndani yangu mimi, and I in him, nami ndani yake, the same bringeth forth much fruit. huyu huzaa Continue. sana. For without me, Maana pasipo mimi you can do nothing. ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Continue. If a man abide not in me, Mtu asipokaa ndani yangu he is cast forth as a branch, hutupwa nje kama tawi and is withered, na kunyauka, and men gather them, na watu huyakusanya and cast them into the fire, na kuyatupa motoni, and they are burned. yateketee. In this chapter Katika hii sura of St. John chapter 15, ya Yohane Mtakatifu 15, our Lord Jesus Christ Bwana wetu Yesu is Kristo speaking about fruits. ananena juu ya matunda, And the same is Na- spoke in Matthew chapter na 7. yale yale anayanena katika Mathayo 7. He also spoke about fruits, Alinena pia juu ya matunda, that by their fruits we shall know them. kwamba kwa matunda yao mtawajua. So we are going to entitle this sharing Tutaweza kuita kichwa cha hili usomi, that the wife of Jesus Christ, God's only begotten Son, mke wa Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu, is known by her fruits. anajulikana kwa matunda yake. The wife of God's only begotten Son Mke wa mwana wa pekee wa Mungu is known by her fruits. anajulikana kwa matunda yake. And brethren, Na ndugu zangu, this is the hour huu ndio wakati you should be known by your fruit. upashe kujulikana kwa matunda yako. And we are going to speak on the fruit Na tutanenea juu ya matunda spiritually. za kiroho. At the end of this sharing, Kwa mwisho wa hii mahubiri you are going to see that mtaweza kuona kwamba the fruit matunda simply means yanamaanisha believing kuamini the message ujumbe in its present season. katika wakati wake wa kisasa. You get the word of God, Unalipata neno la Mungu, you believe in the word of God unaliamini neno la Mungu, as God Mungu keeps moving. anavyoendelea kusonga mbele. So as God keeps moving, Mungu anapoendelea kusonga mbele, the people of God watu wa Mungu are supposed to move with Him. wapasha kutembea pamoja naye. That is why Ndio maana we first know that there are quite a number of people who are going to have eternal life, tunajua kwamba kuna watu wengi ambao wataweza kuwa na uzima wa milele, but most of them will not be in the rapture. lakini wengi wao hawatakuwa katika unyakuo. Why? Kwa nini? Because Kwa sababu they have not followed the Lord fully. hawajamfuata Bwana kikamilifu. But at the end of the day, Kwa mwisho wa siku, that is also their ordination. ile ndivyo walivyoteuliwa. Jesus one day said, Yesu siku moja akasema, in my Father's house katika nyumba ya babangu there are many mansions, yako makao mengi, meaning that kimaanisha kwamba there are many families yako jamaa nyingi in the house of God. katika nyumba ya Mungu. In the family, Katika nyumba there is the husband and the wife, kuna mume na mke, and there are also others. na pia kuna wengine, So, but we are emphasizing bali tunazingatia on the husband and the wife. kwenye mume na mke. Paul, Paulo the apostle, mtume engaged us to Christ. aliweza kutuposha kwa Kristo.
And Na- he expected us alitarajia sisi to get married. tuweze kuoleka, But the marriage did not take place lakini ndoa haikupitika because the virgin bride kwa sababu bibi harusi bikira lost her first love. alipoteza upendo wake wa kwanza. And we can say Na tunaweza the sema virgin bride fell away kwamba bibi harusi bikira alianguka from her first love. kutoka kwenye upendo wake wa kwanza, And because of that, na kwa sababu ya ile God changed his work. Mungu akabadilisha kazi yake, He changed from being the Holy Ghost, akabadilisha kutoka kwa Roho the Mtakatifu, office of the Holy Ghost, ofisi ya Roho Mtakatifu, to the office of the high priest. kwenye ofisi ya kuhani mkuu. And that office of the high Na priest ile ofisi ya kuhani mkuu is seen inaonekana as in the 7 church ages, kama katika nyakati 7 za kanisa, when Jesus Christ wakati Yesu Kristo was interceding. alikuwa akifanya uombezi, Because in the 7 church ages, sababu katika nyakati 7 za kanisa the wheat and the tares magugu na ngano were growing together. walikuwa wakikuwa pamoja. But at the end of the 7th church age, Kwa mwisho wa kizazi cha nyakati 7 za kanisa there is a separation, kuna kutenganishwa calling us back yakituita kutoka to the foundation. kwenye msingi. That's why God Ndio maana Mungu said, akasema, behold, tazama I will send you Elijah the prophet. nitawatumia Elia nabii. That Elijah the prophet Ule Elia nabii is also pia ni the messenger mjumbe of the last church wa age. kizazi cha mwisho, kanisa la mwisho. And we know him Na as the tunamjua late kama William Marion Branham. marehemu William Marion Branham. He did his work faithfully, Alifanya kazi yake kwa uaminifu, and God called him home. Mungu akamwita nyumbani. So what is happening today, Ile ambayo kunafanyikana leo, there was the restoration kuna ile kurudishwa of the bride kwa bibi harusi to the foundation laid by Paul. kwenye msingi uliowekwa na mtume Paulo. Because Paul said Sababu Paulo akasema, that I lay foundation nimeweka msingi as a wise master builder. kama mjenzi mwenye busara. No other foundation Hakuna msingi mwingine can any man lay. ambaye mtu mwingine anaweza kuweka. So that is first seen in 1 Corinthians chapter 3. Hii inapatikana katika Korintho wa kwanza 3. Maybe let us read it. Pengine tuweze kupasoma. Verse 9 Na mstari wake wa 9 to 11. mpaka 11. For we are laborers together Maana with sisi God. tunafanya kazi pamoja na Mungu. You are God's husband. Nyinyi ni shamba la Mungu, You are God's ni building, jengo la Mungu, according to the grace of God, kwa kadiri ya neema ya which is Mungu given unto me. iliyonipewa As a mimi, wise master builder, kama mkuu wa I have wajenzi, laid the foundation, mwenyewe mwenye and hekima, another builders thereon. umeweka msingi na mtu mwingine anajenga But juu let yake. every man take heed Lakini kila mtu na how he angalie builds a jinsi telephone. anavyojenga You can juu stop yake. there. Unaweza kuachia hapo. I've laid the foundation. Nimeuweka msingi. The foundation Msingi laid by Apostle Paul uliowekwa na mtume Paulo is just a foundation of ni grace. msingi wa neema. In Paul's foundation, Katika msingi wa Paulo there were no laws. hapakukuwa na sheria. That is the foundation Paul laid. Ule ndio msingi ambao Paulo aliweka. And in the last days, Na katika siku za mwisho it was restored. ikarudishwa. It was restored. Ule msingi ukarudishwa. The virgin bride Bibi harusi bikira was restored to the foundation akarudishwa kwenye msingi which Apostle Paul built. ambao mtume Paulo aliujenga. And since that restoration, Na tangu kurudishwa kule, we are now building on that foundation. sasa tuko najengea juu ya ule msingi. Paul actually made a prophecy Paulo akafanya unabii that another one will build. kwamba mwingine atajenga. Meaning we, Nikimaanisha sisi the end time believers, waamini wa wakati wa mwisho, we are the ones now building on that foundation. sisi ndio tuko najengea sasa juu ya ule msingi. Meaning that Kimaanisha kwamba we are the people sisi ndio watu to get wedded to Jesus Christ. kuweza kuoleka kwa Bwana Yesu Kristo. We are the people Sisi ndio to watu get married to our Lord ambao Jesus tutapaswa Christ kuoleka kwa Bwana wetu Yesu Kristo in this last day. katika hii nyakati za mwisho. And when the marriage is completed, Wakati ndoa imemalizwa, or when what Paul said, the building is completed, wakati ile ambayo Paulo aliita jengo we limemalizwa, shall be raptured. alafu tutanyakuliwa. Oh, our bodies will be Miili changed. zetu zitabadilishwa. And brethren, Na ndugu zangu, in the name of Jesus Christ, katika jina la Bwana Yesu Kristo, our God Mungu wetu is not only interested in the salvation of our souls, apendelee tu wokovu wa nafsi zetu,
He is also interested in the salvation and the redemption of our bodies. Pia anapendelea katika wokovu na ukombozi wa miili zetu. And this is the season Na hii ndio nyakati where our bodies are going to be redeemed. ambapo miili zetu zinaenda kukombolewa. Meaning that our bodies are going to be changed. Kimaanisha kwamba miili zetu zitabadilishwa. Then after the change, Kisha kubadilishwa, we shall be caught into heaven. tutachukuliwa, tutashikwa mbinguni. So when the greater tribulation is here, Wakati ziki kubwa itakapokuwa hapa, we the wife of Jesus Christ, sisi mke wa Bwana Yesu Kristo, which has made ourselves ready ambaye amejifanya mwenyewe tayari by the present truth, kwa ukweli wa sasa, will not be here. hatutakuwa hapa. So when others, Wakati wengine, the foolish virgins, bikira pumbafu, the tribulation saints, watakatifu wale wa ziki kubwa, the Israelites Waisraeli are left here, watakaobaki hapa, we shall be in heaven. sisi tutakuwa mbinguni. We shall not be here Sisi hatutakuwa hapa when the mark of the beast is applied. wakati kazi ya ile alama ya mnyama kunawekwa katika kazi. We shall not be here. Sisi hatutakuwa hapa. That is why Ndio maana we are now sisi tupo sasa in the hour katika wakati of total preparation, ya kujitayarisha kikamilifu, which will change our bodies. ambayo itabadilisha miili zetu. Because the hour has come, Sababu wakati imekuja, and now is, na sasa ndiyo sasa that our bodies have to be kwamba changed. miili zetu zapaswa kubadilishwa. So, brethren, Kwa hiyo ndugu zangu, we are told by the word of God tunaambiwa na neno la Mungu that kwamba the Lord himself kwamba Bwana mwenyewe shall descend from heaven. atashuka toka mbinguni. Maybe let us read it. Tupasome hapo. 1 Thessalonians chapter 4. Wathesalonika wa kwanza 4. Start from 13. Wathesalonika wa kwanza 4 kuanzia 13. But I would not have you to be ignorant Lakini ndugu zangu, sitaki Brethren, mkose kujua habari hizo concerning them which are asleep, za waliolala, that you sorrow not, kwamba msiwe na huzuni even as others which have no hope. kama wengine wasiokuwa na matumaini. For if we believe that Jesus died, Maana tukiamini and kwamba Yesu rose Kristo again, alikufa akafuka even tena, so them also hivyo hivyo nao which pia sleep in Jesus waliolala katika Yesu will God bring with him. atawaleta pamoja Please stop naye. there first. Anzia hapo kwanza. Apostle Paul Mtume Paulo is telling us here anatuambia hapa that we should not be ignorant, kwamba tusikose kujua. because we people who are going to be in the rapture, Sisi ambao tutakuwa katika unyakuo, we should not be ignorant. tusikose kujua. We should not be ignorant of what God is doing now. Tusikose kujua kile ambacho Mungu kunafanya sasa. We should not be ignorant what is taking place in the world Tusikose today. kujua kile ambacho kinapitika katika ulimwengu leo. We are not ignorant. Hatuko watu ambao hatukose kujua, As hatuna kujua others. kama wengine. Those who will miss the rapture. Wale ambao watakosa unyakuo As others, kama wengine. the wicked are ignorant Waovu hawajui of spiritual sins. na mambo za kiroho. We are not ignorant. Sisi hatukosi kuyajua. If we believe Kama tunaamini that Christ Jesus died kwamba Yesu Kristo alifariki, and he rose from the dead. akafufuka toka wafu. See, Christ died. Kristo alikufa. Christ died. Kristo alifukufa. He was buried, Akazikwa. but he rose from the dead. Bali alifufuka toka wafu. That is where our faith is anchored. Pale ndipo imani yetu imewekwa nanga. In the death and the resurrection of Katika Christ. kifo na ufufuko wa Bwana Yesu Kristo. Christ died Kristo alikufa. and rose from the dead. Akafuka toka wafu. He died. Alikufa. Our sins are now forgiven. Dhambi zetu sasa zikasamehewa. Removed completely. Zikaondolewa kikamilifu. And he rose from the Na dead. akafuka toka wafu. Meaning Kimaanisha that we are living a Kwamba victorious life. tunaishi maisha ya ushindi. A life of no ignorance. Maisha ya ambayo hatuna kutokujua. A life of no defeat. Maisha ambayo haina kundani kushindwa. A life whereby we only look unto Christ Maisha Jesus. ambayo tunamwangalia tu Bwana Yesu Kristo. A life whereby we are completely bold. Maisha ambayo kabisa tunakuwa wakamilifu, wajasiri. A life whereby we are strong in the Lord. Maisha ambayo tuko hodari katika Bwana. Yes. Ndiyo. The world is shivering because of COVID-19. Ulimwengu iko natetemeka kwa sababu ya But we COVID-19. are strong in the Lord. Lakini sisi tuko hodari katika Bwana. That no curse can come nigh us. Kwamba hakuna laana ambayo inaweza kutukaribia. We are strong in the Lord. Tuko hodari katika Bwana. That even our physical bodies are going to be changed. Kwamba hata mili zetu zitabadilishwa. Our physical bodies are going to be changed. Mili zetu zitakaribishwa. So we believe Tunaamini Christ died and rose from the Kristo dead. alifufuka na akatoka wafu. And very soon Na karibuni he will change our bodies. atabadilisha mili zetu.
So we need tunahitaji to believe. kuamini. We need to believe. Tunahitaji kuamini. That is why Ndio maana even Brother Branham, his hata favorite ndugu song was Branham, Only Believe. wimbo wake aliopenda sana ilikuwa amini tu. Only believe. Amini tu. All of things are Mambo possible yote yawezekana to those who kwa believe. wale wanaoamini. So continue reading. Kwa hiyo endelea kusoma ile nafasi. For if we believe Kwa kuwa that Jesus died and rose again, tukiamini kwamba Yesu even Kristo so alikufa then na akafufuka also tena, which sleep hata wale in wanaokufa Jesus will God katika bring Yesu with him. Mungu atawaleta For pamoja naye. this we say unto you Kwa kuwa hii by the tunawaambieni word of the Lord, kwa maneno ya Bwana that we kwamba sisi which are alive tulio hai and remain Na unto the coming of the Lord tuliosalia hata kwa wakati wa kuja shall kwa Bwana, not prevent them hakika which hatutawatangulia are asleep. hao waliokwisha kulala. For the Lord himself Kwa maana Bwana mwenyewe shall descend from heaven atashuka toka mbinguni with a shout, pamoja na mwaliko, with the voice of the pamoja na archangel, sauti ya malaika mkuu and with the trump of God. na parapanda ya Mungu. Stop there first. Komea For pale. we are not ignorant. Kwa sababu sisi hatukosi kujua. Apostle Paul laid a prophecy. Mtume Paulo akaweka unabii. For the Lord himself shall descend from heaven. Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni. That is the spiritual coming of Christ. Ile ndio kuja kwa kiroho kwa Bwana Yesu Kristo. Before the physical coming of Jesus. Kabla ya kukuja kwa Bwana Yesu Kristo To take us in the rapture. kutuchukua katika unyakuo. But there is a spiritual coming of But Christ, kuna kuja kwa kiroho kwa Bwana Yesu Kristo which many Christians have missed. ambayo Wakristo wengi wamekosa. Which many people have missed. Ambayo watu wengi wamekosa. The spiritual coming of Christ. Kurudi kwa kiroho kwa Bwana Yesu Kristo. For the Lord himself shall descend from heaven. Maana Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni. And that happened. Na ile kifanyikana. That started happening. Ile ilianza kufanyikana 1963. mwaka wa 63. When the 7 seals were removed. Wakati mihuri 7 ilifunguliwa. The Lord himself shall descend from heaven. Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni. That is the spiritual sign. Ile ndio alama ya kiroho Which the believers ambayo waamini supposed to see. wapasha kuona. You see, there is the spiritual sign. Unaona kuna alama ya kiroho. They also see the physical signs. Pia kuna alama pia za kimwili. But many believers Lakini waamini wengi are only looking at the physical signs. wanaangalia tu alama hizi za kimwili. But brethren, Lakini ndugu zangu, we should pay attention more to the spiritual signs. tuzingatie zaidi sana kwenye alama za kiroho. The physical signs, Alama za kimwili many people can know. watu wengi wanaweza kuzijua. The physical signs Hizi alama za kimwili about the coming of the Lord, juu ya kuja kwa Bwana. many people know. Watu wengi wanajua hiyo. But we are looking more at the spiritual Lakini sign. tunazingatia sana kwenye ile alama ya kiroho. Which sign are you looking for? Alama gani ambayo kunaangalia wewe? Look at this sign. Angalia hii alama. The spiritual coming of the Lord, Kuja kwa kiroho kwa Bwana. which started happening in Ambao 1963. ulianza kufanyikana mwaka That the 63. Lord himself shall descend from heaven Kwamba Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni with a shout, na mwaliko, the voice of the na archangel, sauti ya malaika mkubwa, and the trump of God, na baragumu ya Mungu, and the dead in Christ na shall wafu rise, katika Kristo watafuka kwanza, and then we shall be changed. na alafu tutabadilishwa. We who are alive Sisi tulio hai and remain alive na tuliobaki hai shall be changed tutabadilishwa in the twinkle of an eye. katika kufunga na kufungua kwa jicho. See, there are many physical signs. Unaona ziko alama nyingi za kimwili. Israel returning to their homeland. Israeli 1948. wakirudi kwenye nchi yao mwaka wa 40. Many people know about it. Watu wengi wanajua juu hiyo. That is a physical sign. Hii ni alama ya kimwili. We shall see Russia fighting Israel. Tutaona Urusi wakipigana na Israeli. Also, that is a physical sign. Ile pia ni alama ya kimwili. You see the Pope, the last Pope, the Antichrist signing the peace agreement with Israel and the European Huyu nations. papa wa mwisho akifanya agano ya amani na Israeli na mataifa za Ulaya. That is also a physical Hii sign. pia ni alama ya kimwili. There are many physical signs. Ziko alama nyingi za kimwili. But we are looking at more on the spiritual side. Lakini tunaangalia zaidi sana kwenye alama ya kiroho. Like Christ comes first. Kama Kristo akikuja kwanza Spiritually. kiroho To marry his wife. kumuoa mke wake, Then we shall be raptured. alafu kisha tutanyakuliwa. Because Kwa sababu when you see Russia fighting Israel, unapoona Russia ikipigana na Israeli,
you should those who are supposed to be in the rapture Wala would have already prepared themselves. Wale ambao watapaswa kuwa katika unyakuo wapashe kuwa wamejitayarisha wenyewe. You get ready Unakuwa tayari before that physical sign Russia coming around to fight Israel. Kabla Russia haijakuja kutayarisha kupigana na Israeli. Because now that's the time of going away. Kwa sababu ile sasa itakuwa ndio wakati ya kuenda. So you get prepared. Kwa hiyo unajitayarisha Before those physical signs kabla zile alama za kimwili become a reality. Zikuwe halisi. The physical sign like the sinking of Los Angeles. Alama za kimwili kama kuzama kwa Los Angeles kwa tetemeko ya inchi kubwa. You should get prepared before that happens. Wapasha kuwa umejitayarisha kabla hiyo haijafanyikana. Because when that happens, wakati ile inafanyikana, it is already late enough for you. Inakuwa imechelewa kwako. That is why those physical signs, ndio maana zile alama za kimwili should not distort your spiritual attention. Zisiweze kusumbua kuzingatia kwako kwa kiroho. You see, people always, watu kila mara, miss the coming of the Lord. Wanakosa kuja kwa Bwana. Even Jesus one day said, hata Yesu Kristo siku moja akasema, the people of Israel, watu wa Israeli, missed Elijah. Walimkosa Elia. That's why ndio maana the disciples asked Jesus Christ, wanafunzi wakamuuliza Bwana Yesu Kristo about the coming of Elijah. Jua kurudi kwa Elia. That why other people, the scribes say, wakisema kwa nini waandishi wanasema Elijah shall first come. Elia atakuja kwanza. Jesus said Elijah has already come. Yesu akawaambia Elia amekuja tayari. And he have missed him. Na walimkosa. So many people, watu wengi, have missed the spiritual coming of the Lord. Wamekosa kurudi kwa kiroho kwa Bwana. And by so doing, na kwa kufanya hiyo, they will miss the rapture. Watakosa unyakuo. And by so doing, kwa kufanya hiyo, they become foolish virgins at the tribulation saints. Wanakuwa mabikira mapumbavu na watakatifu watakaopitia ziki. But we are not ignorant. Lakini sisi hatukose kujua that our preparation started. Kwamba matayarisho yetu yalianza some years back. Miaka mingi iliyopita. As I have told you, jinsi nilivyowaambia, the spiritual coming, kurudi kwa kiroho of the Lord started at 63. Kwa Bwana kulianza mwaka wa 63. So what we are reading in 1 Thessalonians chapter 4, ile ambayo tunasoma katika Thessalonika wa kwanza 4, that the Lord, kwamba Bwana himself, mwenyewe, the Lord himself, Bwana mwenyewe, spiritually, kiroho, but not physical, hapana kimwili, shall come down from heaven, atashuka toka mbinguni, with a shout, pamoja na mwaliko, the voice of the archangel, na sauti ya malaika mkubwa, and then the trump of God, na alafu baragumu ya Mungu. Then the dead in Christ shall rise. Wafu katika Kristo watafuka kwanza. That is the spiritual sign. Ile ndio alama ya kiroho we are supposed to follow, ambayo tunapaswa kufuata, and lean on that seriously, na kutegemea hiyo vizuri sana, before the physical signs appear, kabla ile kurudi kwake kwa kimwili hakujaonekana. For when these physical signs appear, wakati kurudi yake ya kimwili inaonekana, it is now just time to go, ni wakati tu ya kuchukuliwa mbinguni. But your preparation should be before. Matayarisho yako yapaswa kuwa mbele hapo. That's why the Bible tells us, ndio maana Biblia inatuambia that the wife, let's read Revelation chapter 19. Tusome Ufunuo 19. Revelation 19. Ufunuo 19. Verse 6. Ufunuo 19:6. And I heard, na nikasikia, as it were, kama iko the sauti voice of a great multitude, ya makutano mengi, as the sound of many waters, kama sauti ya maji mengi, and as the sound of mighty thunderings, na kama sauti ya kadiri, saying hallelujah, ikisema hallelujah, for the Lord God, kwa maana Bwana Mungu omnipotent, mwenye miliki, reigneth, mwenyezi anamiliki. Continue. Let us be glad, na tufurahi, and rejoice, tushangilie, and give him glory, tukamupe utukufu, for the marriage of the Lamb, maana arusi ya mwana kondoo imekuja, and his wife, na mke wake has made herself ready. Amejiweka mwenyewe tayari. Continue. And to hear, naye, and to her it was granted, naye ameruhusishwa, to be arrayed in fine linen, kuvikwa katika kitani kizuri, clean, kisafi, and bright, king'acho. For the fine linen is the righteousness, kwa maana kitani kizuri of the saints, ni matendo ya haki ya watakatifu. Yes. Ndiyo.
Then he said to me, atia hapo, our wife, mke wake, his wife has made herself mke ready. wake amejifanya mwenyewe tayari. His wife has made herself. Mke wake amejifanya mwenyewe. So we are supposed to be ready. Kwa hiyo tupaswa kuwa tayari before those physical signs appear. Kabla zile alama za kimwili zijaonekana. We are supposed to be ready. Tupaswa kuwa tayari before kabla our bodies will be changed. Miili zetu hazijabadilishwa. You get ready by the word. Unakuwa tayari, unatayarishwa na neno. Then the body will be changed because you are ready by the word. Alafu miili yako itabadilishwa kwa sababu umefanya tayari na neno. The Lord God omnipotent reigns. Bwana Mungu mwenyezi miliki yote utawala. Meaning that God is in full control. Inamaanisha Bwana Mungu anatawala yote. God is in full control. Bwana Mungu anatawala yote. So do not be shaken. Kwa hiyo msitikiswe. Our God is in full control. Mungu wetu anatawala yote. Whatever is happening in the world. Yote ambayo kunafanyikana katika ulimwengu. Politically, kisiasa, militarily, kijeshi, socially, kihisia, economically, kiuchumi. Do not be shaken. Msitikiswe. The Lord God omnipotent reigns. Bwana Mungu mwenye nguvu tawala. He is in full control of the situation. Anatawala hali zote. You are not even supposed to grumble. Haupaswi hata kunungunika. You are not even supposed to make an alarm. Haupaswi hata kuogopa na kufanya makelele. The Lord God omnipotent reigns. Bwana Mungu mwenye miliki utawala. Like now corona is there. Kama sasa corona ipo. The Lord God omnipotent reigns. Bwana Mungu mwenye miliki utawala. So you are not supposed to shiver. Upashe kuogopa kabisa. Whatever is happening in the world. Yoyote ambayo inapitika ndani ya ulimwengu. Our God is directing his affairs. Bwana Mungu wetu ako anaongoza mambo yake. To us, na kwetu sisi, who are going to be in the rapture, ambao tutakuwa katika unyakuo. All is well. Yote ni vyema. All is okay. Yote ni vyema. To us, kwetu sisi, who are supposed to be raptured, ambao tunapaswa kuingia katika unyakuo. Okay. Kila kitu yote ni sawa. Our God is in total control. Mungu wetu ako anaongoza yote. He has not lost control. Hajapoteza kuongoza. And our God will never lose control. Na Mungu wetu hatawahi kosa kuongoza. He is in full control of this. He is in charge. Yeye anatawala yote. That is why ndio maana we should always exalt the name of Christ. Kila mara tunapaswa kulinua juu jina la Bwana Yesu Kristo. Because our Jesus Christ is the one in charge. Bwana wetu Yesu Kristo yeye ndiye anatawala. So the fruits, matunda, the wife of the Son of God, ya mke wa mwana wa Mungu, is known by her fruits. Mke wa mwana wa Mungu anajulikana kwa matunda yake. Believing, kuamini, today, leo, if there be tomorrow, kama kutakuwa na kesho, the wife of the Son of God will continue to believe. Mke wa Bwana wa Mungu ataendelea kuamini. They will continue to believe. Wataendelea kuamini till they leave the earth. Mpaka watakapotoka hapa duniani. They stay by the word. Wanakaa kwa neno. They are not distorted. Hawachafuliwe. The wife of Jesus Christ, mke wa Bwana Yesu Kristo, is not distorted. Yeye hachafuliwe. Is not confused. Hachanganyikiwi. Because they know the God they are serving by revelation. Wanajua Mungu anayemtumikia kwa ufunuo. The wife of Jesus Christ, mke wa Bwana Yesu Kristo, is not tossed to and fro. Hapeperushwa huku na huko. Because they have kept moving with God. Kwa sababu wameendelea kusonga mbele pamoja na Mungu. They have kept moving with God. Wameendelea kutembea pamoja na Mungu. They have kept moving with God. Wameendelea kutembea pamoja na Mungu. So they are not tossed to and fro. Wao hawapeperushwi huku na huku. Because they are looking unto their God. Sababu wanamwangalia Mungu wao. They know the God they are believing. Wanajua Mungu anayemwamini. The wife of the Son of God, mke wa mwana wa Mungu, is not deceived. Hadanganywi. Is not deceived. Yeye hadanganywi by any teaching, na mafundisho yoyote, by any doctrine, na mafundisho yoyote. Is not deceived. Hadanganywi because they know the God they are serving. Sababu wanajua Mungu anayemtumikia. You see, that is, they are ready. Wako tayari. Mke of God's Son, wa mwana wa Mungu, has made herself ready. Amejifanya mwenyewe tayari by the word of God. Kwa neno la Mungu. By their fruits. Kwa matunda ya. We shall know them. Tutawajua. The people of God, watu wa Mungu, who are supposed to be in the rapture, ambao wanapaswa kuwa katika unyakuo, is known by their fruit. Wanajulikana kwa matunda yao. The fruit of total surrender. Matunda ya kujitolea kikamilifu. Total surrender to Christ. Kujitolea kikamilifu kwa Kristo. We have a song. Tuna wimbo. All to Jesus I surrender. Kwake Yesu Kristo ninatoa yote. They have surrendered their mind. Wametoa mawazo yao. They have surrendered their hearts. Wametoa roho zao. Actually, it's not them living. Haiko wao wanaishi, but Christ living in them. Lakini Kristo akiishi ndani mwao. They are dead. Wamekufa. And their life is hid. Na maisha yao yamefichwa in Christ. Ndani ya Kristo Yesu. They have totally surrendered. Wamejitolea kikamilifu.
to Christ Jesus. Kwa Kristo Yesu. They have allowed Christ to lead them. Wamemruhusu Kristo awaongoze. Yes. By their fruits we shall know them. Kwa matunda yao tutawajua. The wife of God's only begotten Son, Mke wa mwana wa Mungu wa pekee, is known by that fruit. Anajulikana kwa yale matunda Of total surrender. Ya kujitolea kikamilifu. They have surrendered everything. Wametolea kila kitu to Christ Jesus. Kwa Kristo Yesu. They have surrendered their lives. Wametolea maisha yao to Christ Jesus. Kwa Kristo Yesu. Their soul. Nafsi zao. Surrender to Jesus Christ. Wametolea kwa Bwana Yesu Kristo. Their spirit. Roho zao. Surrender to Jesus Christ. Wametolea kwa Yesu Kristo. Even their physical bodies. Hata miili zao za surrender to Jesus Christ. Wametolea kwa Bwana Yesu Kristo. All the members of their physical bodies. Viungo vyote vya miili zao. Surrender to Jesus Christ. Wamevitolea kwa Bwana Yesu Kristo. They are known by that fruit. Wanajulikana kwa yale matunda. Of total surrender. Ya kujitolea kikamilifu. All to him I give. Kwake yote ninajitoa. Meaning that they have totally surrendered. Ikimaanisha kwamba wamejitolea kikamilifu. To the living Christ. Kwa Kristo aliye hai. By their fruits. Kwa matunda ya. Shall know them. Mtawajua. They are known by their fruits. Wanajulikana kwa matunda ya. Because sababu their hearts is fixed in God. Roho zao zimewekwa kwa Mungu. The heart roho zao of those who are supposed to be the rapture za wale ambao watapaswa kuingia katika unyakuo is fixed in God. Zimewekwa ndani ya Mungu. So by their fruit, kwa matunda yao, believing the message of the hour, kuamini ujumbe wa wakati, believing the message of the hour, kuamini ujumbe wa wakati. You see, one day, siku moja, Brother Branham, ndugu Branham, in a message called Discrepancy, katika ujumbe ambao unaitwa hitilafu, he said that the people of God, alisema watu wa Mungu, the bride, those who are supposed to be in the rapture, bibi harusi, wale ambao watapaswa kuwa katika unyakuo, they are not only supposed to know, hawapashi tu kujua what's going to come, kile ambacho kitakuja, or what has happened, ama kile kilichofanyikana tayari, but he emphasized, lakini akazingatia that they should believe kwamba wapashe kuamini what is presently happening, ile ambayo kunafanyikana kwa sasa. Many people, watu wengi, know what's going to happen, wanajua kitakachotukia. Many people, watu wengi, know what's going to happen, wanajua kitakachotukia. Israeli is going to defeat the Palestinians. Itawashinda wa Palestini. The third temple is going to be constructed. Jengo la tatu litaenda kujengwa in Jerusalem. Kule Yerusalemu. Russia is going to come lead the Muslim countries against Israel. Urusi itakuja iongoze wajeshi wa Kiislamu kuwapiganisha Israeli. All that people know what's going to happen. Ile yote watu wanajua ambayo itaenda kutukia hapa mbeleni. People know the battle of Armageddon is going to happen. Watu wanajua juu ya vita vya Armageddon vitakuwepo. People also know what has already happened. Watu pia wanajua ile yaliyotukia mbele. You can see people know what happened in the days of Noah. Unaweza kuona watu wanajua iliyotukia katika siku za Nuhu. But they are not making preparations. Habari hawafanyi matayarisho. Presently. Kisasa. People know what happened to the children of Israel when they left Egypt. Watu wanajua iliyotukia kwa watoto wa Israeli walipotoka Misri. So people know what has also happened. Watu wanajua iliyotukia pia kule nyuma. But what is happening presently, lakini ile ambayo kunatukia sasa, is what people miss. Ile ndio ambayo watu wamekosa. And for us, na kwetu sisi who are going to be in the rapture, ambao tutakuwa katika unyakuo, we are supposed to know what is presently happening. Tunapaswa kujua kitu gani kiko natendeka kwa sasa. That's why Apostle Peter said, ndio maana mtume Petero anasema, be established in the present truth. Msimikwe mpande katika ukweli wa sasa. What is happening now? Nini kunafanyikana sasa? What is happening now? Nini kunafanyikana sasa? That is why ndio maana God told Moses, Mungu akamwambia Musa, remove your shoes, ondoa viatu vyako, because you are standing on the holy ground. Sababu unasimama mahali patakatifu. Moses demanded, Musa akauliza, that what is your name? Jina lako ni nani? God, what is your name? Mungu, jina lako ni nani? My Lord, what is your name? Bwana wangu, jina lako ni nani? He spoke his name, akanena jina lake in a present tense, katika ile ya kisasa.
Not in a past tense. Hapana kwa ile iliyopita. Not in a future tense. Hapana katika ile ambayo itakayokuja mbeleni. But he spoke his name in the present tense. Akalitema neno lake katika ile ya kisasa. I am who I am. Mimi niko aliko. That is the present tense. Ile ndio jina lake. What God is doing now. Kile Mungu kunafanya sasa. I am who I am. Niko aliye niko. What God is doing now. Kile ambacho Mungu kunafanya sasa. If you fail to detect spiritually, ukishindwa kutambua kiroho what God is doing now, kile ambacho Mungu kunafanya sasa, then alafu you are called a foolish virgin. Unaitwa bikira mpumbavu. You also called a tribulation saint. Pia unaitwa mtakatifu atakayepitia katika ziki. And others, na wengine are called the wicked. Wanaitwa waovu. But do not fail to get this. Usishindwe kupata kujua hili. A foolish virgin, bikira pumbavu, is a child of God. Ni mtoto wa Mungu. They will be given eternal life. Watapewa uzima wa milele. They will even be given glorified bodies. Watapewa hata miili za utukufu. But they are not the wife of God's only begotten son. Lakini hawako wake wa Mungu, wa mwana wa Mungu pekee. But they miss the rapture. Lakini wanakosa unyakuo. Why? Kwa nini? Because they know what's going to happen. Sababu wanajua itakayotukia. What happened? Wanajua iliyotukia. But they don't know what's happening today. Lakini hawajui inayotukia sasa. That's why they are called foolish. Ndio maana wanaitwa wapumbavu. And they fail to get married to God's only begotten son. Na wanashinda kueleka kwa mwana wa pekee wa Mungu. Yeah, that's why the book of Revelation chapter 7. Ndio maana kitabu cha Ufunuo 7 is telling us about many people. Kinatuambia jua watu wengi who are going to have eternal life. Ambao watakuwa na uzima wa milele. But they will not be in the rapture. Lakini hawatakuwa katika unyakuo. Maybe let's read that also. Hiyo tuisome pia. Revelation chapter 7. Ufunuo 7. Amen. There are those kuna wale who teach also that as if you miss the rapture, as if there is no more opportunity. Ambao wanafundisha kwamba also a false doctrine. Ukikosa unyakuo hakuna tena matumaini. Hiyo ni mafundisho ya uongo. Chapter 7. Ufunuo 7. Start from verse 9. Anzia mstari wa 9. After these things, baada ya mambo haya, I looked and behold, nikaona a great multitude, makutano makubwa, which no one sana, could number, ambaye hapana mtu awezaye kuhesabu, all nations, wa kila taifa, tribes, kabila, peoples, kila jamaa, and tongues, na lugha, standing before wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Atia hapo kwanza. And you repeat it. Na urudilie tena. And stop where you have stopped. Na ukomee mahali ambapo umekoma. And these things, baada ya haya I looked, nikaona. After these things I looked, kisha baada ya haya nikaona, and behold, na tazama, a great multitude, makutano makubwa, which no one could number, ambaye hapana mtu awezaye kuhesabu, all nations, watu wa kila taifa, tribes, wa kila kabila, peoples, wa jamaa, and tongues, na lugha, standing before the throne, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. After this, baada ya haya, a great multitude, makutano makubwa. Those are the children of God. Hawa ni watoto wa Mungu, who will be given eternal life. Ambao watapewa uzima wa milele. Those are the children of God. Hao ni watoto wa Mungu. Every nation, kila taifa, Uganda, Kenya, America, Marekani, Malawi, every nation, kila taifa, then every tribe, na kila kabila, Baganda, Bateso, the Luo, Baluo, the Langis, Balango, all the tribes, makabila zote, all the tongues, lugha zote. Amen. Will be given eternal life. Watapewa uzima wa milele. After the rapture. Kisha unyakuo. After kisha the rapture. Unyakuo. Meaning that the rapture, ikimaanisha kwamba unyakuo is going to take very few people. Itachukua watu wachache. Continue reading. Endelea kusoma. Standing before the throne, wakisimama mbele ya kiti cha enzi, na mbele ya mwana kondoo, clothed with white robes, wamevikwa na mavazi meupe, with palm na matawi, branches
na in their matawi heads, mikononi mwao, in their hands, mikononi mwao, and crying out with a loud voice, wakilia kwa sauti kuu, saying, wakisema, salvation wokovu belongs to our God, ni wa Mungu wetu, who sits on the throne, aketie kwenye kiti cha enzi, and to the Lamb. na kwa mwana kondoo. All the angels stood around Na malaika wote the wakakuwa throne, wakisimama pande the zote throne, za kile kiti cha and enzi, the elders, na wazee and the 4 living creatures, na wale wanyama wa uhai wane, and fell on their faces na wakaanguka kifudifudi before the throne, mbele za kile kiti cha and enzi, worshipped God, wakamsujudu Mungu. Continue reading. Endelea kusoma. saying, Wakisema, Amen. amina, Blessing baraka and glory na utukufu and wisdom, na hekima, thanksgiving shukurani and na honor heshima and power na uwezo and might na nguvu be to our God zina Mungu wetu forever and ever. hata milele Amen. na milele. Amina. Continue. Then one of the elders Akajibu mmoja wa wale answered, saying to wazee me, wane akiniambia, who are these arrayed in white robes? watu hawa waliovikwa And mavazi where meupe did they ni come wanani na wametoka Look wapi? at that. Who are these who are dressed in white robe? Chunga sana, ni The wanani white robe ambao meaning wamevaa that they mavazi have meupe. gotten salvation. Mavazi meupe inamaanisha kwamba They walipokea repented wokovu, of their sins. walitubu dhambi zao, Their sins were washed by the blood dhambi of zao Christ Jesus. zikaoshwa na damu ya Yesu Kristo. White robes meaning they are forgiven Mavazi of their meupe sins. inamaanisha kwamba walisamehewa dhambi zao. They are children of God, Wao ni watoto wa Mungu, but they will not be in the rapture. lakini They watakuwa are, katika unyakuo. they are born again, Wamezaliwa mara ya pili, but they will not be in the rapture. bali hawatakuwa katika unyakuo. Because for you to be in the Sababu rapture, kwa kuwa katika unyakuo you are supposed to put on fine linen, wapasha kuvaa ile kitani safi, not just an ordinary dress, hapana tu hii mavazi meupe, not just white robes. hapana tu hii mavazi meupe. For those who will be in the rapture, Wale ambao watakuwa katika unyakuo they are putting on fine linen. wanavaa mavazi meupe. Continue reading. Endelea kusoma. Amen. And I said, Nani To him. kasema kwa Sir, Bwana, you know? unajua? So he said to me, Akaniambia, these are the ones hawa ni wale who come out of the great tribulation. waliotoka katika You ile stop ziki there first. kubwa. Atia pale kwanza. They came out of the greater tribulation. Walitoka katika ile ziki kuu. Amen. When the Antichrist Wakati mpinga Kristo breaks his covenant anavunja agano lake with Israel, na Israeli the Middle East countries, na zile nchi za Mashariki ya Kati, European na countries, nchi za Ulaya, and he becomes violent, na alafu anakuwa mkali, people watu will say, watasema this is a wrong thing. hii ni jambo mbaya hii. All those whose names are written in heaven, Wale ambao majina yao yameandikwa mbinguni, this is a wrong thing. hii ni kitu kiovu, This is a wrong hiki ni thing. kitu kibaya, This is a wrong hiki ni thing. kitu kibaya, And they will accept to die. na watakubali Physically. kukufa kimwili, They will accept to die physically. watakubali kukufa kimwili. That's why the Bible says they come out of the greater tribulation. Ndio maana Biblia inasema walitoka katika ziki kubwa. Continue. Endelea kusoma. And washed Na their robes wakaoshwa mavazi zao and made them white na wakazifanya kuwa mweupe in the blood of the Lamb. katika damu ya mwana kondoo. Therefore, Kwa hiyo they are before the throne of God wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu and serve him na wakamtumikia day and night. mchana na usiku. They are before the throne of God. Wako mbele ya kiti cha enzi cha They serve Mungu, God wanamtumikia day Mungu and night. usiku na But they mchana, are not called the wife of God's only begotten. lakini hawaitwe mke wa mwana pekee wa Mungu. Okay. They are not called the wife of Hawaitwe God's only begotten. mke wa mwana pekee wa Mungu, Because the wife is written in Revelation chapter 19. sababu mke Which wake we have already anaandikwa finished reading. katika Ufunuo 19 ambaye tulimaliza kusoma. Let us rejoice and be glad. Nasema acha tufurahi na tushangilie. This is why the wife has made herself ready. Mke wake amejifanya kuwa mwenyewe tayari By the revelation of the word, kwa ufunuo wa neno which is currently taking place. ambaye kwa sasa huku unapitika. Others refuse, spurn God's revelation. Wengine walikataa ufunuo wa Mungu And they miss the rapture. na wakakosa unyakuo. You see, that's why the Bible tells us, Naona ndio Biblia inatuambia do not grieve. msiwe na Maybe huzuni. let us read that one also. Tusome ile pia. Ephesians chapter 4. Waefeso 4. Amen.
So after the rapture, kisha unyakuo, will there be people who are going to be saved? je, kutakuwa na watu watakao kuokolewa? They are there. Wako, and there are even very many. na hata ni wengi sana. The Bible says a great multitude. Biblia inawaita makutano Which makubwa no man can number. ambaye hakuna mtu anaweza kuhesabu. Read Ephesians 4. Soma Waefeso 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit, Na msimuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, whereby you are sealed ambaye mliwekwa unto muhuri the day of redemption. mpaka siku ya ukombozi. You see, Unaona? grieve not the Holy Spirit of God. Msimuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. When somebody has received the Holy Spirit, Wakati mtu amepokea Roho Mtakatifu, that person will not get lost. ule mtu hatapotee. When you are filled with the Holy Ghost, Wakati umejazwa na Roho Mtakatifu, you will not get lost. hautapotee. But it's not automatic that you will be in the rapture. Lakini haiko kusema kwamba moja kwa moja utakuwa katika unyakuo. It is possible for you to grieve the Spirit. Inawezekana kwa kumhuzunisha Roho Mtakatifu. What is grieving the Spirit? Kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni nini? Refusing to walk with Christ. Kukataa kutembea na Kristo. When Christ speaks, you don't speak. Kristo anaponena When hunena. Christ moves, you Kristo don't move. anapotembea hutembei. When Christ reveals something, you don't take it. Kristo anapofunua kitu fulani wewe hakichukui. That is what is meant by grieving the. Ile ndio inamaanisha kwa kumhuzunisha. Do not grieve the Spirit. Inasema usimhuzunishe Roho. You look at the foolish virgin. Angalia bikira mpumbavu. The fact that they are called a virgin Jambo kwamba wanaitwa means that they are born again. inamaanisha kwamba walizaliwa They mara ya have the pili. Spirit, Wana roho, but they will not be in the rapture. bali hawatakuwa katika unyakuo. Why will the foolish virgins miss the Kwa rapture? nini bikira mpumbavu atakosa unyakuo? Because of grieving the Spirit. Amen. Kwa sababu ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu. The wise virgin, Mabikira wenye busara who has become the wife of Jesus ambao Christ, wamekuwa mke wa Bwana Yesu Kristo, they do not grieve the Spirit. wao hawamhuzunishe Roho Mtakatifu. They do not grieve the Spirit. Hawamhuzunishe Roho Mtakatifu. When God speaks, they speak. Mungu anaponena wananena. When God is quiet, they are quiet. Mungu anaponyamaza wananyamaza. When Christ walks, they walk. Wakati Kristo anatembea wanatembea. When Christ sits, they sit. Wakati Kristo anakaa wanakaa. They don't grieve the Spirit. Wao hawamhuzunishe Roho Mtakatifu. So that is why they will be in the rapture. Ndio maana watakuwa katika unyakuo. Because those who will be in the rapture, Wale watakao kuwa katika unyakuo means that they have pleased God 100%. inamaanisha kwamba walimpendeza Mungu 100%. They don't grieve the Spirit of God. Hawamhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. But those who miss the rapture, Wale wanaokosa unyakuo they are born again, walizaliwa mara ya pili, but they grieve the Spirit. bali wakamhuzunisha Roho. Yes, they grieve the Spirit. Ndio walimhuzunisha Roho. It is possible Inawezekana for you kwako to grieve the Spirit kumhuzunisha Roho Mtakatifu if you are not a serious Christian. kama hauko Mkristo wa kuimani. In fact, those who will be in the rapture are called serious believers. Wale ambao watakuwa katika unyakuo ni waamini wanaoimanisha. Those who miss the rapture, Wale wanaokosa unyakuo they are not all that very serious. hawaimanishe sana. That's why there is a language they are called foolish. Ndio maana kuna ile lugha ambao wanaitwa wapumbavu. They grieve the Spirit. Wanamhuzunisha Roho Mtakatifu. Brother Ambrose, read that scripture. Ndugu Ambrose, soma ile andiko. Why does the Bible say grieve not the Spirit? Kwa nini Biblia inasema msimhuzunishe Roho Mtakatifu? There are people who grieve, Inamaanisha kuna watu ambao They have the wanamhuzunisha, spirit. wako na roho. meaning that they will not lose salvation, Inamaanisha kwamba hawatapoteza wokovu, but they grieve it. lakini wanamhuzunisha Roho Mtakatifu. And grieve not the Holy Spirit of God, Wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, whereby you are sealed ambaye unto the day of kwa redemption. yeye mlitoa muhuri hata siku ya That ukombozi. is what we emphasized before. Na ile ndio tulizingatia mbele, That when you receive the Spirit, kwamba the unapompokea Holy Roho, Spirit baptism, batizo wa Roho Mtakatifu, you will not get lost. utapotea. It is automatic that you will have eternal Ni life. moja kwa moja kwamba utakuwa na uzima wa milele, But you can grieve it. lakini unaweza kumhuzunisha. So when you keep grieving the Spirit without repentance, Unapoendelea kumhuzunisha bila kutubu, then you will not be in the rapture. basi hautakuwa katika unyakuo. That's why we have just read Revelation chapter 7. Ndio maana tumesoma tu This Ufunuo great saba. multitude here, Haya makutano makubwa hapa they are believers, ni waamini, but they were grieving the Spirit. lakini walikuwa wakimhuzunisha Roho Mtakatifu. Grieving the Spirit. Walikuwa wakimhuzunisha Roho Mtakatifu. But those who will be in the rapture, Bali watu watakuwa katika they unyakuliwa, are put on fine linen. wamevaa kitani kisafi.
Fine linen means they are very righteous. Kitabu ni kisafi inamaanisha wao ni wenye haki. As Christ himself was righteous. Jinsi Kristo mwenyewe ni mwenye haki. They don't agree with the Spirit. Hawamhuzunishe Roho Mtakatifu. You cannot force them in anything. Huwezi kuwapata kosa lolote juu yao. They don't agree with the Spirit. Wao hawamhuzunishe Roho Mtakatifu. Amen. Amen. You continue reading. Endelea kusoma. Let all bitterness Acha and wrath and anger hasira and zote clamor and evil speaking na maongezi be mabaya put away from you yaweke mbali na nyinyi, with all malice. na fitina zote, And be ye kind one to na mwe another, wazuri moja kwa mwingine, tender-hearted, mkiwa na roho nzuri, forgiving one another, mkihurumiana wenyewe, even as God for Christ's sake kama has vile forgiven Mungu you. katika You Kristo can aliwasamehe now see nyinyi. here Unaona what we have hapa just read. kile ambacho It is tumesoma showing two groups inaonyesha vikundi viwili of God's people. vya watu wa Mungu. Those who will be in the rapture, Wale ambao watakuwa katika unyakuo I will put away. wameweka mbali. You repeat it. Irudie. Let all bitterness Those who will be in the rapture, I put away bitterness, Wametosha ile machungu and yote, wrath, hasira and anger na anger, and clamor clamor, and evil speaking na evil kila speaking, namna ya mabaya be put away from you, iwekwe Yes. mbali na nyinyi, with all malice. na with all malice, And be ye kind na muwe wenye huruma, one to another, mkisameheana, tender-hearted, wenye Yes. mioyo misafi, forgiving one another, mkisameheana Yes. moja kwa mwingine, even as God kama Mungu for his Christ's sake katika Kristo has forgiven you. alivyowasamehe nyinyi. but those who will miss the rapture, Wale ambao watakosa unyakuo, it means that some of Inamaanisha those kwamba things they have not removed. wamoja mambo haya hawajayaondoa. That's why Ndio maana they will be left here to face the Antichrist. watabaki hapa kukutana na mpinga Kristo, Because they did not remove those kwa things, sababu hawakuondoa mambo yale, and some others, na wengine therefore they are left here wanaachwa hapa to face the wrath. kukutana na hasira. They are now playing with the blood of Jesus. Wako wanachezea damu ya Yesu Kristo. Because if you are an obedient child of God, Ukiwa mtoto mtiifu wa Mungu, by their fruits we shall know kwa them. matunda yao tutawajua. Somebody who goes in the rapture, Mtu ambaye anaenda katika unyakuo, if I've wronged my brother here, kama nilimkosea ndugu yangu hapa, I will tell him, brother, forgive me. nitamwambia ndugu yangu nisamehe. Forgive me, brother. Samehe ndugu yangu. Forgive one another. Mnasameheana moja kwa mwingine. Be kind to one another. Mnakuwa na uzuri moja kwa mwingine. Do not speak evil of one another. Msinene mabaya juu ya moja kwa mwingine. If you have heard that brother Cole is doing something contrary, Kama ulisikia ndugu akole kunafanya kitu don't fulani speak tofauti, evil about me. usinene mabaya juu yangu. You just call me. Nipigie You simu, just come to me kuja kwangu and say, brother Cole, na useme ndugu akole that you are doing this. kwamba huku unafanya You are doing hivi, this. huku unafanya hivi. Finish. That's the end of the thing. Ndio mambo, mwisho wa mambo. Then I react. Na nitende sasa. If I've done it, Kama I nilitenda, say, forgive me. nasema nisamehe. Evil speaking, Kunena mabaya you cannot tell him. haiwezi kusaidia. If I say, my brother Joseph Nikisema ndugu yangu Yusuf did this, alifanya hili, did this, alifanya hili, and then I don't come to him, na tena sikuje kwake, how will he know? atajuaje? That's what they call evil speaking. Ile ndio inaitwa maongezi mabaya. Go to your brother. Enda kwa ndugu yako, Go to your sister. enda kwa dada yako, And tell him or her. na umwambie yeye. Evil speaking cannot help. Kuongea mabaya juu ya ndugu yako haitamsaidia. That's why when we are told, Ndio maana hata do tunaambiwa not have an offering. msiwe If you have anything against ukiwa na anybody, lolote juu ya ndugu yako, usiende na kutoa hata sadaka. first go and put yourself right. Anza kwanza wewe ukatengeneze. Praise God. Bwana Mungu asifiwe. So that is what's meant by grieving the Ile Spirit. ndio inamaanisha It is kuhuzunisha possible Roho that you Mtakatifu. can have the Holy Spirit Inawezekana kama unaweza kuwa na Roho Mtakatifu and you can be bitter. na unaweza kuwa na hasira. It is Unakuwa possible that mchungu. you can have the Holy Spirit Inawezekana kama unaweza kuwa na Roho Mtakatifu and you can be full of anger. na unajaa na hasira nyingi. It is possible that you are full of the Holy Spirit Inawezekana kwamba unajaza na Roho Mtakatifu and you can be full of clamor na unajaa na fitina nyingi and malice. na fitina. It is possible. Inawezekana. That is why Ndio the maana word says, neno linasema do not grieve. usimhuzunishe, Do not grieve. usimhuzunishe. Amen. Hallelujah. Look at Anania. Mwangalia Anania. Do not just brand Anania to be a serpent seed. No. Usimuite tu Anania kwamba yeye ni uzao ya nyoka, hapana.
If it was a serpent seed, God could have not judged him. Kama hapo ilikuwa uzao ya nyoka, Mungu angepasha mhukumu. God is only interested in these people. Mungu anapendelea hao watu wake. Anania agreed with the Spirit. Anania akamhuzunisha Roho Mtakatifu. He lied against the Holy Spirit. Akanena uongo dhidi ya Roho Mtakatifu. Peter said that, why do you lie against the Holy Spirit? Ndio maana Petro akamwambia, kwa nini unasema uongo dhidi ya Roho Mtakatifu? Then he was judged. Alafu akahukumiwa. Anania was judged. Anania akahukumiwa. Sapphira was judged. Sapphira akahukumiwa. Because they were children of God. Kwa sababu walikuwa watoto wa Mungu. They did not put away those things. Hawakuweka pembali ile mambo. Yale ambayo tumeyasema. Yeah. They did not put away those things. Hawakusema mambo ya, hawakuweka pembeni yale mambo. That is why ndio maana they were judged. Wakahukumiwa. Brother Anania and sister Sapphira. Ndugu Anania na dada Sapphira. They were judged. Wakahukumiwa. Because they did not put away. Kwa sababu hawakuweka mbali. All malice. Ile fitina. All that bitterness. Yale hasira. Corruption. Mufisadi. Lies. Uongo. They did not put away. Hawakuiweka mbali. God says, Mungu akasema, you are my seed. Mungu uzao wangu. I don't want you to continue that way. Sitaki muendelee vile. Let me take you to the grave prematurely. Acha niwachukue kwenye kaburi mbeleni. So that's why the Bible says, do not grieve the Holy Ghost. Ndio maana Biblia inasema usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Amen. So these Christians, hawa Kristo who miss the rapture, ambao wanakosa unyakuo, it is possible that they were grieving the Holy Spirit. Inawezekana kwamba walikuwa wanahuzunisha Roho Mtakatifu. They were grieving the Holy Spirit. Walikuwa kimhuzunisha Roho Mtakatifu. And they did not repent about it. Na wao hawakutubu juu yake. So by their fruits, kwa hiyo kwa matunda yao, we shall know them. Tutawajua. Amen. Hebrew chapter 12. Tusome Waebrania 12. By their fruits we shall know them. Kwa matunda yao tutawajua. Waebrania 12. You start from verse 18. Anzia mstari wake wa 18. For you are not come unto the mount that might be touched. Maana hamkufikia mlima ambao unaweza kuguswa. And that burnt with fire. Na uliochomwa kwa moto. Nor unto blackness. Wala wingi wa jeusi. And darkness. Na giza. And tempest. Na tufani. And the sound of a trumpet. Mulio wa baragumu. And the voice of words. Na sauti ya maneno. Which voice they had, ambayo wale walioyasikia, entreated that the word should not be spoken unto them anymore. Waliasi kwamba maneno haya yasinenwe kwao tena. For they could not endure. Maana hawakuweza kustahimili. That which was commanded. Lile neno lililoamriwa. And if so much as a beast, kama hivyo kama touch the mountain, uliogusa mlima, it shall be stoned. Itapaswa kupigwa. Nor thrust through with a dart. Na mawe. You stop there first. Atia hapo kwanza. This is a comparison. Hii ni linganisho between the Old Testament kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Comparing these two testaments. Inalinganisha hizi agano mbili. That now we are now in a spiritual thing, the New Testament. Kwamba sasa tuko katika jambo la kiroho. Is a spiritual thing. Agano Jipya ni jambo la kiroho. Not just a natural thing. Hapana tu kitu ya kawaida. We have not come to the mountain you can be touched like Mount Sinai. Hatujakuja kwenye mlima ambao unaweza kugusa kama mlima wa Sinai. But we have come to Christ Jesus. Lakini sasa tumekuja kwa Kristo Yesu. Yeah. We are now people who want the word to be spoken unto us. Tuko watu ambao sasa tunataka neno kwetu. The word to be spoken unto us continually. Neno linenwe kwetu daima. Yeah, that's why ndio maana the Christians who miss the rapture, Wakristo wanaokosa unyakuo, some of them are called foolish virgins. Wamoja wao wanaitwa mabikira wapumbavu. Why? Because they do not want the word of God to be spoken to them continually. Hawapendi neno la Mungu linenwe kwao daima. They say, have received enough. Wanasema nilipokea sasa. What have received is enough. Niliyopokea inatosha. They no longer anger. Hawana tena. They no longer thirst. Hawana tena hanja, hawana kiu. They no longer seek. Hawatafuti tena. That what they received is enough. Wanawazia kwa waliopokea yatosha. The word should not be spoken to them anymore. Wanasema usiwaambie tena neno lingine. But the wise virgin who become the wife of Jesus Christ, makira pumbava ambaye anakuwa mke wa Yesu Kristo, want the word to be spoken to them. Anapenda neno linenwe kwao. Today, leo, if there be tomorrow the word to be spoken to them again. Daima. From face to face. Glory to glory. Utukufu hadi utukufu. Continue reading. Endelea kusoma. Amen. And so terrible
was the sight Na ilikuwa that Moses said, Musa akasema, I exceedingly fear and quake. naogopa sana na kutetemeka. But you are come unto Mount Zion. Lakini nyinyi You now, nyinyi mmekuja, those of us who will be in the rapture. wale wote That ambao is the tutakuwa meaning katika of you. unyakuo. Ile ndio maana ya By nyinyi. faith, Kwa we have imani. come unto Mount Zion. Kwa imani tumefikia kwenye mlima Sayuni, A spiritual environment. mazingara ya kiroho. By faith, we have come now to Mount Zion. Kwa imani The sasa spiritual tumefika kwenye environment. mlima wa We kiroho. have embraced the message of the hour. Tumeupokea ujumbe wa wakati. Continue reading. Endelea kusoma. And unto the city of the living God. Na You katika have now mji come to the city na of the katika living God, mji wa the Mungu new aliye hai, Jerusalem. Yerusalema mpya. You have now come to the city of the living God. Tumefika By sasa kwenye faith, mji wa we Mungu. already translated Kwa into the imani, city of the living God. tumehamishwa kuingia katika mji wa Mungu aliye hai. Continue. The heavenly Jerusalem. Yerusalema wa Not mbinguni. earthly. Hapana ya kidunia. Not earthly. Hapana Yerusalema wa kidunia. Being beat again, full of malice, evil of speaking. Ukipigwa tena, Heavenly ukiwa Jerusalem, mchungu, where there lakini is no malice, mbingu, no evil of Yerusalema wa speaking, kimbinguni, no bitterness, hakuna chuki, no hakuna hasira, kilama, no hatred, hakuna no chuki, corruption, hakuna no ufisadi, wickedness, hakuna no uovu, adultery. hakuna usherati. Haleluya. Heavenly Jerusalem. Yerusalema wa kimbinguni. We have come unto heavenly Jerusalem. Tumekuja kwenye Yerusalema wa kimbinguni. Where you no longer mind to belong to be a campaigning manager of a certain party. Mahali ambapo hawazie kuwa mtu wa kufanya kampeni ya ama ya kampuni ya chama We fulani. have come unto the heavenly Tumekuja kwenye Jerusalem. Yerusalema wa kimbinguni. Whereby we walk by faith, not by sight. Tunatembea ni kwa imani, si kwa ile ambayo We tunaona. have come to heavenly Jerusalem. Tumekuja kwenye Yerusalema wa kimbinguni. Whereby we know our God heals all diseases, Mahali ambapo tunajua kwamba Mungu wetu anaponya magonjwa yote, including cancer, pamoja na saratani, including corona. pamoja na coronavirus. Amina. We have come to heavenly Jerusalem, Tumekuja kwenye Yerusalema wa mbinguni. where we tread on serpents and Mahali scorpions ambapo tunakanyanga nyoka na nge. and over the power of the enemy. Najua nguvu zote za adui. Like now corona, Kama sasa we corona. tread upon it in the name of Tunakanyanga Christ, juu yake mjina la Yesu Kristo. in the name of the risen Christ Katika jina la Jesus, Kristo aliyefufuka. and over all the power of the enemy, Najua nguvu zote za adui. and nothing shall by any means Na hurt us. hakuna kitu ambacho wanyama na yote itaweza We kushudhuru. have come to heavenly Jerusalem, Tumekuja kwenye Yerusalema where wa we mbinguni. know that our Christ is the same yesterday, today, Mahali tomorrow. ambapo tunajua kwamba Kristo wetu ni sasa jana leo na hata Where we milele. know our Christ is the rock of ages, Mahali ambapo tunajua Kristo wetu ndio mwamba wa the vizazi. lily of the valley, Ule the bright and the ule morning bondeni, star. ule nyota wa asubuhi. We have come to heavenly Jerusalem, Tumefikia kwenye Yerusalema wa where we kimbinguni. know our Christ Mahali is ambapo our tunajua whole general. Kristo yetu ndio jemedari wa vita. He has already overcome. Ameshashinda tayari. We have already come to heavenly Jerusalem, Tumefika kwenye Yerusalema wa kimbinguni. where even our bodies will be changed Mahali ambapo hata mili zetu zitabadilishwa in the twinkle of an eye. katika kufunga na kufungua jicho. Continue reading. Endelea kusoma. Unto an innumerable company of angels. We have come to an innumerable company Tumefikia kwenye mkutano wa malaika wengi. of angels. Wa malaika wengi. Right now we are here, Sasa tuko hapa kwa sasa. but many angels are surrounding us. Malaika wengi wanatuzunguka. By faith, Kwa imani we have now come to an innumerable tunaweza company kufika kwenye malaika wengi of holy ya angels. malaika watakatifu. They are with us, Wako pamoja nasi, guiding us, wakituongoza, protecting us, wakituchunga, sheltering us, wakituchunga, speaking with us, wakiangalia pamoja communing with nasi, us. wakishirikiana pamoja By nasi. faith, Kwa we imani, are ready. tuko We have tayari. come to an innumerable Tumefika kwenye company mkutano mkubwa ya malaika, of holy angels, ya malaika watakatifu. not demons, Hapana mapepo. no Amen. demonic power, Hakuna nguvu za Yes. giza ambazo zinatukaribia. of Haleluya. holy angels, Malaika watakatifu. innumerable company Makutano makubwa ya malaika watakatifu. of holy angels. Ya malaika watakatifu. Yes. Ndiyo hakika. The Amen. fruits, our fruits. Matunda yetu. Continue. Endelea. To the general assembly Kwenye mkutano wa pamoja and church of the firstborn. na Hallelujah. wazaliwa wa kwanza. Haleluya. We are the church. We are the firstborn. Sisi ndio wazaliwa wa kwanza. We are the Sisi firstborn. ndio wazaliwa wa kwanza. Amen. Meaning that Kimaanisha kwamba we are the ones to be translated. sisi ndio tutahamishwa wa Be caught in kwanza. the rapture. Sisi ndio tutachukuliwa katika kunyakuliwa. That is what is meant by the firstborn. Ile ndio inamaanisha wazaliwa wa kwanza. Meaning that after us, the firstborn, Ikimaanisha kwamba kisha sisi other wazaliwa wa people will kwanza, also get salvation. watu wengine pia watapata wokovu. But we are the firstborn. Lakini sisi ni wazaliwa wa kwanza.
What Paul called in Philippians the high calling. Ile ambayo Paulo akaita katika Wafilipi mwito wa juu. That is the high calling. Ile ndio mwito wa juu. Not the high calling denomination you see around. Hapana, hii dini ya mwito wa juu ambayo mnaona kando kando. But the people who have walked with Christ and they will be in the rapture. Bali watu ambao wametembea na Kristo na watakuwa katika unyakuo. Only those who will be in the rapture is called a high calling. Wale tu watakao katika unyakuo ndio wataitwa mwito wa mwito ya juu. Or the church of the firstborn. Ama kanisa la wazaliwa wa kwanza. Amen. Endelea kusoma. Which are written in heaven. Ambao wameandikwa mbinguni. God, the judge of all. We are written in heaven. Our names are written in heaven. Majina yetu yameandikwa mbinguni. It's not written for corona. Hayaandikwe kwa ajili ya corona. Our names are written in heaven. Majina yetu yameandikwa mbinguni. Amen. They only saw names for corona. Kuna pia majina ambayo yameandikwa kwa ajili ya corona. God only knows the number. Mungu anajua hesabu. If there are 20,000 names in Uganda, kama ni 20,000 hapa Uganda, they will come. Watakuja. God knows. Mungu anajua. It's only him who knows the number. Yeye ndiye anajua hesabu. Why try to hide yourself in a house for 20 years? Hata kama unajaribu kujificha ndani ya nyumba miaka 20, unapotoka corona atakushika. God knows the number. Mungu anajua hesabu. In every nation, katika kila taifa, he knows the number of people, idadi ya watu who will be slain by corona. Watakao na corona katika kila taifa. And he's waiting till those numbers are fulfilled. Na anangoja mpaka ile idadi ifikie kamilifu. Amina. It will be gone. Alafu takuwa imepita vile. But if those names are not fulfilled, lakini kama yale majina hayatimilika, it will still be there seriously. Corona itaendelea kaa hapa. So God knows the number. Mungu anajua idadi. Because those are pre-judgment. Kwa sababu hizi ni hukumu ambazo zinakuja mbele. Because people have become too wicked. Sababu watu wamekuwa waovu sana. Too immoral. Wamekuwa wabaya sana. Too corrupt. Wamekuwa wafisadi sana. In fact, they have rejected the true God. Wamekataa Mungu wa kweli. God is saying, Mungu anasema, let me deal with you. Acha nikabiliane na hawa watu. Let me deal with you. Acha nikabiliane na hawa watu. In fact, people have rejected the spiritual mask, which is the blood of Christ. People have rejected the spiritual mask. Watu wamekataa maski ya kiroho ambayo ni damu ya Yesu Kristo. So we have now clothes covering. Sasa tuna vinguo interfering with our natural ventilation. Tukisumbua hii mazingira yetu ya kawaida. Because we have rejected the spiritual mask. Ni kwa sababu tumekataa hizi maski za kiroho. For God so loved the world. Maana Mungu alipenda ulimwengu. That he gave his only son. Akatoa mwana wake wa pekee. That is the spiritual mask. Ile ndiyo maski ya kiroho. Kwamba wote anayemwamini should not perish. Asiangamie. But have everlasting life. Lakini awe na uzima wa milele. We have rejected it. Sisi tumekataa. We have now said that we can wash hands very often. Tumesema sasa tunaweza kunawa mikono kila saa. We want to follow man more than God. Tunapenda kufuata mwanadamu kushindia Mungu. We want to obey man more than God. Tunapenda kumtii mwanadamu kuliko Mungu. Today people obey man more than God. Leo watu wanamtii mwanadamu kuliko Mungu. Instead of obeying our God. Mwafadhali ya kumtii Mungu wetu. Instead of obeying our God. Mwafadhali ya kumtii Mungu wetu. Praise Jesus. Oh, asifiwe Bwana Yesu. Hallelujah. Peter said, andiko wengine Petro akasema, tunapaswa kumtii Mungu other than man. Kuliko mwanadamu. And by and by, na wakati pitapo, by and by, wakati pitapo, people, watu should come to that spiritual senses. Wapasha kufikia ile hisia za kiroho. Praise God. Asifiwe Bwana Mungu wetu. Amen. Watu wafikie ile ufahamu wa kiroho. Ile hisia ya kiroho. Senses. Hisia hizo za kiroho. That's why Daniel, ndio maana Danieli defied, akapinga. Meshach, Shadrach na Abednego defied. Meshach, Shadrach na Abednego akapinga. It is good that God has given us these things of this technology of these last days. Ni mzuri kwamba Mungu ametupea hizi teknolojia zaidi. There were no technologies like today. Kama hakukuwa teknolojia kama leo, then time will come where people will defy kings again. Watu watafikia wakati ambao watakataa kusikiliza maneno ya wafalme tena and serve God. Na kumtumikia Mungu. Praise Jesus. Amina. Continue. Endelea kusoma. And to the spirit of just men, kwa roho ya watu walio haki, perfect, waliofanywa wakamilifu. Yeah.
unto Jesus, the mediator of the new covenant. Na kwa Yesu Kristo We mpatanishi wa agano jipya. have come to Jesus Christ, the Tumekuja. mediator of the new covenant. Tumekuja kwa Yesu Kristo mpatanishi wa agano jipya. The Amen. mediator of the new covenant. Mtume wa agano jipya. Amen. It's a new covenant. Ni agano jipya. That means that when you read the Old Testament, Inamaanisha unaposoma agano la kale, you should interpret it ulitafsiri pia in a new way. katika njia mpya. A mediator of the new covenant. Mpatanishi wa agano jipya. Continue reading. Endelea kusoma. That a mediator of the new covenant, unto the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. And to the blood of sprinkling, Damu ya kunyunyuziwa which speaks better things inayenena maneno mema than the blood of Abel. kuliko ile ya Habeli. Yes. Amen. Better things Inanena maneno mapya, than the blood of maneno Abel. mazuri kuliko yale ya Habeli. So when we keep moving with our God, Tunapoendelea kusonga pamoja na Mungu we wetu, now have something better. tunakuwa sasa na kitu kizuri. We now have something better, Tunakuwa sasa na kitu kizuri which is going even to change our bodies. ambayo hata itabadilisha mili zetu, Which is going to change our bodies. ambayo itabadilisha hata mili zetu. What is my time? Wakati yangu ni gani? Continue. Like 15 minutes too. First Corinthians 15. Wakorintho wa kwanza 15. We have better things. Tuna mambo mazuri. Amen. Hallelujah. Wakorintho wa kwanza 15. Verse 26. 26. The last enemy Adui wa mwisho that shall be destroyed is death. atakayetabishwa ni mauti. Yeah. For he has put all things under his feet. Kwa kuwa alivitia vitu vyote chini ya miguu yake. last enemy. Adui wa mwisho, The last enemy to be destroyed adui wa mwisho kuharibiwa is death. ni mauti. For us who are supposed to be in the rapture, Kwetu sisi tutakao kuwa katika unyakuo, Paul said, Paulo akasema, we shall not all die. sote hatutakufa. Amen. Hallelujah. The wife of Jesus Christ Mke wa Bwana Yesu Kristo is divided into two. anagawanyika kwa vipande viwili. There are those Kuna who wale are going to come out of the grave, ambao watatoka katika makaburi, and that is the majority. na wale ndio wengi. But there is a similar group Lakini kuna kikundi kidogo of what Paul said, ya wale ambao Paulo alisema, we shall not all die, sote hatutakufa, but we shall be changed. bali tutabadilishwa. There is a similar group. Kuna kikundi kidogo, Paul said, Paulo akasema, we shall not all die, sote hatutakufa, but we shall be changed. bali sote tutabadilishwa. What does it mean? Hiyo inamaanisha nini pia? Defeating death. Kuishinda mauti. Some of us, Wamoja wetu they Amen. are going to defeat death tutaishinda mauti, because kwa sababu their bodies are not going to be lowered into the grave. mili zao hazitashushwa ndani ya makaburi. Amen. Whether I like it or not, Kama unaipenda ama huipendi, this is the season hii ndio nyakati. Amen. where people's bodies are going to be changed, Ambapo mili za watu zitabadilishwa, and you should have the faith na upashe kuwa na imani that it should be me, it should be you, kwamba ikuwe should mimi, be ikuwe you, wewe, should be ikiwe you. ule, ikiwe ule. You should have the faith, Ukuwe na ile imani, because brethren, kwa sababu ndugu you zangu, cannot have all these things happening huwezi kuwa na mambo haya yote yakitukia like corona, kama corona which has put the world into a standstill, ambayo imeweza kusimamisha ulimwengu, and then you are joking just. na wewe huko unacheza cheza tu. There are something building seriously Kuna mambo ambayo yako najengeka, where all planes are grounded. mahali ambapo ndege zote zinasimamishwa, Everything is grounded. kila kitu yote inasimamishwa, Economies, the economies of the nations are grounded. mauchumi zote za ulimwengu zimesimamishwa. Many people have been laid off their jobs. Watu wengi wamesimamishwa makazi zao. Such a thing cannot happen. Mambo kama haya hayawezi kufanyikana, And you don't really meditate. na wewe usikose kutafakari.
that what is this? Na ujiulize ni nini hii? What hour are we in? Tuko katika nyakati gani? Tuko saa gapi? People die rapidly. Watu wanakufa haraka sana. Including those who say they are the first world nations. Hata toka ndani ya wale mataifa ambazo zilisema wao ndio wa kwanza. They are speechless. Hawana maneno ya kusema. With all the excellent hospitals and health facilities. Na hospitali zao nzuri sana. They are speechless. Hawana maneno la kusema. They are speechless. Hawana maneno ya kusema. The Bible tells us. Biblia inatuambia, where is the wise of this world? Wenye hekima wa ulimwengu wako wapi? Where are the wise of this world? Wako wapi wenye hekima wa ulimwengu huu? Where are the wise of this world? Wenye hekima katika ulimwengu wako wapi? See, ona, angalia. Nini kunafanyikana ndani ya ulimwengu sasa? Eating people. Including leaders, prime minister like Boris Johnson. Hii magonjwa corona napiga hata watu kama waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson. A messenger of death moving in palaces. Mjumbe wa kifo akitembea ndani ya akili za waraisi. A messenger of death mjumbe wa kifo in palaces. Anatembea katika nyumba za wafalme. Even intimidating a king. Hata anaogopesha mafalme. What is happening? Nini kunafanyikana? What hour are we in? Tuko nyakati gani? Saa gani tupo? What hour are we in? Tuko kwa wakati gani? Even up to now? Hata mpaka sasa. The world has no solution. Ulimwengu haina suluhisho kwa corona. The world has no solution. Ulimwengu haina suluhisho. I remember somewhere in the book of Prophet Joel. Nakumbuka mahali fulani katika kitabu cha Yoeli. He was asking a question. Alikuwa anauliza swali. As this thing being there. Je, hili jambo limewahi kuwepo? Even in the days of your fathers. Hata kwa siku za baba zenu. What is happening? Nini kunafanyikana? What is happening? Nini kunafanyikana? Brethren, ndugu zangu, look up. Angalieni juu. Look up. Angalieni juu. And become very, very dedicated. Na ujitolee tena sana kwa Mungu wako. Nothing is good. Hakuna kitu kizuri. Nothing is good. Hakuna kitu kizuri. In fact, now there is nothing left. Hakuna kitu kimebaki sasa. Other than judgment. Isipokuwa hukumu tu. Nothing left other than judgment. Hakuna kitu kimebaki isipokuwa hukumu. People have rejected the true God. Watu wamekataa Mungu wa kweli. Branham's message moved around the world 7 times. Ujumbe wa ndugu Branham ulitembea ndani ya ulimwengu mara 7. Telling people to turn to the true God of the Bible. Ikiwaambia watu wageukie Mungu wa kweli wa Biblia. People have rejected it. Watu wameikataa. They are building their denomination. Wanajijengea madini zao. They are building their towers of Babel. Wanajijengea minara zao za Babeli. Everybody is having his own way. Kila mtu anakuwa na njia zake. Everybody is having his own teaching. Kila mtu anakuwa na mafundisho zake. Everybody is having his own doctrine. Kila mtu kuna mafundisho yake. They don't know that a prophet moved all over the world. Hawajua kwamba udambi alitembea hapa ulimwengu with the message of a come out. Pamoja na ujumbe atokeni kwa that Babylon has failed. Kwamba Babiloni imeshindwa. Come out of Babylon. Tokeni ndani ya Babylon. Come out of Babylon. Tokeni ndani ya Babylon. People have failed to take heed to the message. Watu wameshindwa kusikiliza ujumbe. Now today, sasa leo, people are having their own carnal ways of watu wako na njia yao za kimwili ya kufanya mambo. Because they rejected the true God. Kwa sababu wamemkataa Mungu wa kweli. And don't expect, like now, you will expect many people to believe in God. Kama sasa ungetarajia watu wengi waamini Mungu. But you see people believe in God. Lakini je, unaona watu wako na muamini Mungu? Corona would have pushed many people to believe. Corona ingemfanya watu wengi waamini Mungu. But everybody is continuing. Lakini kila mtu hata anaendelea tu. Katika ulevi, katika uchawi, in immorality, katika uovu, in wickedness, in disco, katika madisco, katika kulewa mapombe. Campaigns. Makampeni sasa. You will expect people to be on their knees. Ungetarajia watu waende kwenye magoti yao. Calling upon the God of Israel. Mungu wa Israeli. That God come and save me. God save my family. God save me. Save my family. Mungu okoa jamaa yangu. Mungu okoa jamaa yangu. But nobody. Lakini hakuna mtu.
Nobody. Hakuna mtu anafanya mambo. Just like AIDS came. Inakuwa kama ukimwi ilikuja, Tuliwazia kwamba watu watageuza njia zao. Become more immoral. Watu wakaendelea kuwa hata wabaya zaidi. So there is nothing left other than judgment. Hakuna kitu kimebaki isipokuwa hukumu. People's hearts have been hardened. Roho za watu zimegumishwa. Because they are not looking unto the true God. Ni kwa sababu hawako wanamwangalia Mungu wa kweli. Everybody is having his own way. Kila mtu wote kuna njia zake mwenyewe. But to us, lakini kwetu sisi, we who are alive and remain, sisi ambao tuko hai na tunaobaki, who are supposed to be changed, sisi ambao tunapaswa kubadilishwa, we should meditate more. Tunapaswa kutafakari zaidi. Nothing good is going to come. Hakuna kitu kizuri kitakachokuja. Nothing good is going to come. Kitakachokuja. Man has failed. Mwanadamu ameshindwa. So what we are now entering into is the kingdoms of this world ni ufalme wa ulimwengu huu have become the kingdoms of our Lord Jesus Christ and his wife. Umekuwa geuka kwa ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo na mke wake. That is the only thing what's going to happen. Ile ndio jambo pekee litakalofuatukia. The beginning of the millennial reign of Jesus Christ. Mwanzo wa utawala wa miaka 1000 wa Bwana Yesu Kristo. But there is nothing good which is going to change. Hakuna kitu kizuri kitakachobadilika. It is going to go from bad to worse. Itatoka kwa mbaya zaidi. It's going to go from bad to worse. Itatoka kwa mbaya zaidi. You read, go back to Revelation chapter 7. Revelation chapter 7. Rudi kwenye Ufunuo 7. Oh, thank you Jesus. You would expect the people, tungetarajia sasa watu wa mtungo waanze kumwamini Mungu. Katika maelfu na mamia za watu wanazugamana kwa kuamini Mungu. People Kitindale believe in thousands of watu wa Kitindale wangeanza kumwamini Mungu. Nobody is bothered. Hakuna mtu anayejali. They can only tell you wash your hands. Watakwambia tu nawa mikono. Wear a mask. Vala mask kwa midomo. Social distance. Social distance. Jitenge. Ile ndio watakuambia. Nobody speak about the blood of Christ. Lakini hakuna mtu kunaongea Yesu Kristo. Hakuna. In fact they are speaking, they are telling people of fear. Wako naambia watu tu woga. No leader, no president, no prime minister. Hakuna rais, hakuna waziri mkuu. A school picture ambaye anaweza kusomea encouragement ya kukutia moyo. Like Psalms 103 that God heals all our diseases. Kama Zaburi 103 inasema Mungu huponya magonjwa yetu yote. They can only spread fear among the people. Wako na weka tu woga juu watu wa Mungu. Don't touch your soft part. Musiguse poha yenu. Can you fail to touch your nose? Lakini je, unaweza kushinda kugusa poha yako ama macho yako? Can you really? Kweli kabisa unaweza. Those are impossibilities. Hii ni mambo ambayo hayawezekani. Praise Jesus. Bwana Yesu Kristo asifiwe. You cannot. Huwezi. Very often you want to touch your eye. Kila mara unapenda kugusa macho yako. Unapenda kugusa kila mara. Those are impossibilities. Ile ni mambo ambayo hayawezekani. Praise Jesus. Bwana asifiwe Yesu. Because we have left Jesus Christ. Ni kwa sababu tumemwacha Yesu Kristo. You read. Soma. Verse 1. Mstari wa kwanza, Ufunuo 7. After these things, baada ya mambo haya, I saw 4 angels. Nikaona malaika 4 standing at the 4 corners of the earth. Wakisimama katika pepo 4 za nchi. Holding 4 winds of the earth. Wakizishika pepo 4 za nchi. That the wind should not blow on the earth. Upepeo usivume juu ya nchi. On the sea. Wala juu ya bahari. Or on any tree. Wala juu ya mtu wowote. Then I saw another angel. Nikaona malaika mwingine descending from the east. Akipanda toka mashariki. Having the seal of the living God. Akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai. And he cried with a loud voice. Akawaita kwa sauti kubwa. To the 4 angels. Kwa wale malaika 4. With a loud voice. Kwa sauti kubwa. To the 4 angels. Kwenye wa malaika 1. To whom it was granted. Kwao waliweza kupewa. To harm the earth. Kuidhuru nchi. And the sea. Na bahari. Saying. Akisema. Do not harm the earth. Musidhuru nchi. The sea. Wala bahari. Or the trees. Wala miti. Till we have sealed. Hadi tumekwisha kuweka. The servants of our God. Kuwatia mihuri watumishi wa Mungu wetu. On their foreheads. Juu ya vipaji vyao vya nyuso. And I heard the numbers of those. Nikasikia hesabu yao. Who were sealed. Waliotiwa muhuri. 144,000.
1144 and all the tribes of the children of Israel na wakabila yote wa Israeli were sealed. waliwekwa muhuri. And of the tribe of Judah, wa kabila la Yuda 12,000 were sealed. walitiwa muhuri. And of the tribe of Reuben, wa kabila la Rubeni 12,000 were sealed. walitiwa muhuri. And of the tribe of Gad, wa kabila la Gadi 12,000 were sealed. You stop there first. Atia papo hapo kwanza. The angel of the gospel, malaika wa injili, or the good news, ama uhabari njema, started moving from Jerusalem. alianza kutembea toka Yerusalemu. It has now moved all over the planet. Ametembea sasa juu ya dunia yote. That angel of the gospel, ole malaika wa habari njema, started moving from the Jerusalem, the Israel, the Middle East. Alianza kutembea Yerusalemu, mashariki ya kati, with the gospel of the good news. na injili habari njema. And it has been following the physical sun up. Na amekuwa akipata ile jua ya kawaida juu angani. The sun rises from the east. Jua inaamuka kutoka mashariki. And it sets in the west. Na inalala magharibi. That is why when you study the 7 church ages, ndio maana Brother Branham, ukisoma nyakati 7 za kanisa za ndugu William Branham, 7 messengers, hata wale wajumbe to the 7 church ages, na nyakati 7 za kanisa, they were picked according to the movement of the sun. walikuwa wakichukuliwa kutokana na mwendo wa jua. Paul, the first messenger from the east, Paulo, mjumbe wa kwanza kutoka mashariki Yerusalemu, mahali ambapo jua linachokea. William Branham from the west, William Marion Branham kutoka magharibi, where the sun sets, mahali ambapo jua linalala. And when the sun sets, na wakati jua linalala, it again goes back to the east, inarudi tena mashariki. That's why ndio maana today, leo, there is a thirst among the Israelites, kuna kiu katikati ya Waisraeli, to receive the good news, ya kupokea habari njema. The gospel of the good news, habari njema, the angel of the good news, malaika wa habari njema, is already headed back to Jerusalem. Tayari anaelekea Yerusalemu to create a revival. Kuunda kule mwamsho. And very soon, na hapo karibuni, the two prophets will appear. Nabii wawili wataonekana. That is why, ndio maana many people are not believing. Watu wengi hawako wanaamini Jesus Christ. Yesu Kristo, habari njema ya Bwana Yesu Kristo leo. The angel is already headed back to Israel. Kwa sababu malaika tayari ameelekea kule Yerusalemu. And people's hearts have been hardened. Na roho za watu zimeshagumishwa. People's hearts have been hardened. Roho za watu zimegumishwa sana. Because our time is over. Wakati wetu umekwisha. Our time is over. Wakati wetu umekwisha. The sealing is almost over. Kuwekwa muhuri karibu kumeisha. So what's now left, inayobaki sasa, is God, ni Mungu, anointing Israel, kuipaka Israeli, because God wants all his people to come out from every nation. Mungu anataka watu wake watoke kwa kila taifa. So when God uses Israel, wakati Mungu anatumikisha Israeli, to defeat all the Arabs, all the Arabs, kuyashinda mataifa yote wa Arabu militarily, kijeshi, and then God raises Russia, alafu Mungu anaminua Russia, and Israel defeats Russia, na Israeli anamshinda Urusi. That now will now make almost every child of God to come out. Ile itafanya sasa kila mtoto wote wa Mungu kujitokeza, especially in Muslim countries, zaidi sana katika nchi za Muislamu, Arab countries, nchi za Waarabu. That's why they now will know that there is a God of Israel. Ndio maana sasa watajua kwamba kuna Mungu wa Israeli, not a God of Muhammad. Hapana Mungu wa Muhammad. Then every seed of God, alafu kila uzao ya Mungu, will now come out, watajitokeza to serve the God of Israel, kutumikia Mungu wa Israeli, who is our God, ambaye ndiye Mungu wetu. The sealing is soon stopping. Kuweka muhuri karibu kuna simama. The sealing of God's children, kuweka muhuri kwa watoto wa Mungu, is soon stopping. Karibu kunaenda kumsimama. That is why, ndio maana, there were 4 angels, palikuwa na malaika who were about to destroy the earth, ambao walikuwa karibu kuyaribu nchi. But the angel of the gospel, lakini malaika wa injili, God said no, the angel of the gospel, malaika wa injili akasema, first finish his work, kwanza malize kazi yake, before the battle of Armageddon is fought, kabla ya vile vita vya Armageddon vianze, before the wrath of God is poured, kabla hasira ya Mungu kuanguka. But now it's now ripe even for the wrath of God to be poured. Lakini sasa imekuwa hata tayari kwa hasira ya Mungu kuanguka. But the sealing of God's people, especially in Israel, lakini kuwekwa mihuri kwa watu wa Mungu zaidi sana pale Israeli, 144 preachers, 1000 preachers, wale wahubiri 1144, because those ones, wale
we talked about the great multitude. Ambao tulinena juu ya makutano makubwa. How will the great multitude come? Makutano makubwa yatakuja je? It will come watatoka because of the preaching of this 144,000 preachers. Kwa sababu ya mahubiri ya wahubiri 1144. Because they are the ones who do the preaching. Wao ndio wanafanya mahubiri that do not worship the beast. Kwamba msiabudu mnyama. Maybe let's go to Revelation chapter 14. Tusome Revelation 14. Ufunuo 14. And see the messages, those 3 messages. Na tuone zile ujumbe 3. That's why there will be many people saved in the tribulation because of the ministry of the 144,000 Israelite preachers. Ndio maana kutakuwa na kuokolewa kwa watu wengi kwa sababu ya mahubiri ya wale 144,000. Yeah, men, they are not women. Ni wanaume. They are ministers of wale ni wahuduma wa everlasting gospel. Ni wahuduma, ni wanaume si wanawake, ni wahuduma wa injili ya milele. Their gospel injili yao is not to make you to repent of your sin. Haiko kukufanya utubu dhambi zako. But your gospel, lakini injili yao is to warn you not to take the mark of the beast. Usichukue alama ya mnyama. Read 14 Revelation chapter 14 verse 1. Ufunuo 14 mwanzo moja. I looked, kisha nikaona, and behold, natazama a lamb, huyu mwana kondoo, standing on Mount Zion, amesimama juu ya mlima Sayuni. Jesus Christ. And huyu ni Bwana Yesu Kristo. 144 na watu 1,140 having his father's name, akiwa na jina la babaye written on their forehead. Limeandikwa kwenye vipaji vya nyuso za uso wao. Meaning a name written on your forehead means that you have got the revelation. Jina likiandikwa kwenye vipaji vya uso wako maana ulipokea ufunuo of the name written on your forehead. Maana ya jina limeandikwa kwenye you have got the revelation. Umepata ufunuo. Presently we have got the revelation. Kwa sasa sisi tumepata ufunuo. That we are going to be in the rapture. Kwamba tutakuwa katika unyakuo. Even these ones when Moses and Elijah are preaching in Israel. Hata hao wakati Musa na Elia wanahubiri kule Israeli. They will get the revelation. Watapata ufunuo. Oh, who Jesus Christ is. Ya Yesu Kristo ni nani? Continue. Endelea. And I heard a voice from heaven. Nami nikasikia sauti toka mbinguni. Like the voice of many waters. Kama sauti ya maji mengi. And like the voice of loud thunder. Na kama maji ya ngurumo kubwa. And I heard the sound of harpists. Nami nikasikia sauti ya playing their harps. Wakipiga vinubi vyao. They sang as it were a new song. Waliimba kama ilikuwa ni wimbo mpya. Before the throne. Mbele ya kiti cha enzi. Before the 4 living creatures. Mbele ya wale wanyama wane. And the elders. Na wazee. And no one could learn. Na hakuna mtu angeweza that song. Kujifunza ule wimbo. Except the 144,000. Isipokuwa 144,000. No one could learn the song except the 144,000. Hakuna mtu angeweza kujifunza ule wimbo isipokuwa wale 1,440. One day when Jesus was speaking on marriage and divorce. Siku moja wakati Yesu alipokuwa ananena juu ya ndoa na talaka pia akasema. He also said. Akasema. Not everybody is going to receive this saying. Si kila mtu atapokea huu usemi. Except they which are given. Isipo wale ambao wamewapewa. So you cannot get the truth except they are given. Huwezi kupokea ukweli isipokuwa umekupewa. You cannot even be in the rapture. Huwezi kuwa hata ndani ya unyakuo. You are given to be in the rapture. Isipokuwa umepewa kuwa katika unyakuo. You see, unaona? It is not he that who will so run it, but haiko yeye atakaye, lakini Mungu anayepeana rehema. God knows everything. Mungu anajua kila jambo. So except you are given. Isipokuwa umepewa. Even God today knows who the foolish virgins are. Hata Mungu leo anajua nani ni mabikira wapumbavu. God knows those who will be in the rapture. Mungu anajua wale ambao watakuwa katika unyakuo. And they will obey him. Na watamtii yeye. Nobody will learn. Hakuna mtu atajifunza the song of the 144,000. Wimbo wa 144,000. Except the 144,000. Isipokuwa wale 144,000. What does it mean spiritually? Inamaanisha nini kiroho? It means predestination. Kuteuliwa kimbele, kujuliwa kimbele. Kuchaguliwa kimbele. It is in God there is what we call predestination. Ndani ya Mungu kuna ile ambayo tunaita kuchaguliwa kimbele. That's why Jesus said. Ndio maana Yesu akasema, all those the Father has given me will come. Wote ambao Baba amenipea watakuja. Those are the predestinated ones. Wale ni wale ambao waliteuliwa kimbele. So if you know by revelation that they are predestinated, kama unajua kwa ufunuo kwamba wao walichaguliwa kimbele, then be serious with your God. Maanisha basi na Mungu wako. Do not be fooled around with those who are not predestinated. Usifanye upumbavu na wale ambao hawajateuliwa. Continue reading. Endelea kusoma.
who were redeemed from the earth. waliokombolewa toka nchi. These are the ones Hawa ni wale who were not defiled ambao hawakuchafuliwa with the women. Hawakuchafuliwa na wanawake. What does it mean, defile with the women? Inamaanisha nini hawakuchafuliwa na wanawake? The women are the Christian denominations. Wanawake ni Wakristo wa madini. Like the Catholic Church. Kama kanisa Katoliki, kanisa Pentekosti, Anglikani, kanisa la Waluteri, wa Presbyteri, wa Baptisti na wale wengine mbalimbali wa SDA. This one 44,000 are pure people who stay with the Old Testament, that God is one, not a trinity. Hawa 44,000 ni wale ambao walibaki na agano la kale wakijua kwamba Mungu ni mmoja, hapana Mungu utatu. Many Israelites, unaona Waisraeli wengi stay with the Old Testament, wanaokaa na agano la kale, understand we the Gentiles who believe in three gods in one. Hawatuelewe sisi wa mataifa ambao tunaamini kwamba Mungu ni watatu katika mmoja. Because they know that their God is one. Sababu wao wanajua kwamba Mungu wao ni mmoja. So these ones are not defiled with the women. Wao hawachafuliwa na wanawake. Meaning that they did not believe in the Christian teachings of the Holy Trinity. Inamaanisha kwamba hawaamini haya mafundisho ya utatu ya Wakristo. They stayed true to one God, the creator of the universe. Walibaki wa kweli kwa Mungu mmoja aliyeziumba mbingu zote na dunia. Endelea kusoma. For they are virgins. Maana wao ni bikira. These are the ones hawa ndio wale who follow the lamb. Waliomfuata mwana kondoo. For these are virgins. Hawa ni mabikira. So when you talk of virgins, unapoongea neno juu ya mabikira today in the New Testament, leo katika agano jipya, it is more on the spiritual side. Ni zaidi sana kwenye sehemu ya kiroho. If you get the true revelation of the word of God, ukishika ufunuo wa kweli wa neno la Mungu, you are called a virgin. Unaitwa bikira. A virgin today, bikira leo, is not much on the physical, but on the spiritual. Haiko zaidi sana wa hii ya kimwili, ni wa kiroho. Like those 144,000. Kama wale 44,000. Why does the Bible call them virgins? Kwa nini Biblia inawaita wabikira? Most of them even today are married with children. Wengi wao leo hata wameolewa na wana watoto. But they will be preachers. Lakini watakuwa wahubiri. They are called virgins. Wanaitwa mabikira. Don't think that they are not married. Usidhani kwamba hawajaoleka. Spiritual virginity, ni ubikira wa kiroho. Getting the true revelation of the word of God, kushika ufunuo wa kweli wa neno la Mungu, become a virgin. Unakuwa bikira spiritually, kiroho. Continue reading. Endelea kusoma. Wherever he goes, kokote endako, these were redeemed. Wherever he goes, kokote endako, that means you keep walking with the Christ. Inamaanisha unaendelea kutembea na Kristo. Continue. From among men, katikati ya wanadamu, being first fruits, malimbuko to God, meaning that they are men. Malimbuko kwa Mungu, and to the lamb, na kwa mwana kondoo, meaning that they are men. Ikimaanisha kwamba ni wanaume. It's not only that they will be saved in Israel. There are many people saved in Israel, but this 144 are men. Wako watu wengi wataokolewa Israeli, lakini hawa ni wanaume wahubiri. Continue. And in their mouth, na katika vinywa vyao, was found no deceit. Hawakuonekana uongo, for they are without fault. Maana hawa hawana before the throne of God. Hawana the truth which God has revealed to them. Wanahubiri ukweli ambao Mungu amewafunulia. That means that inamaanisha kwamba no guile, no deceit. Hakuna hila, hakuna uongo. What God has given them. Wanahubiri kile ambacho Mungu amewapatia bila kuongeza, bila kuondoa. And even us now, na hata sisi sasa, our mouths should always speak the true word which will take us into the rapture. Ambalo tutachukua katika unyakuo. No addition, no subtraction. Hakuna kuongeza, hakuna kupunguza. Continue. Endelea. Then I saw another angel, kisha nikaona malaika mwingine, flying in the midst of heaven, akiruka katikati ya mbingu, having the everlasting gospel, akiwa na injili ya milele, to preach to those who dwell on the earth, awahubiria hao wakao nchini, to every nation, kwa kila taifa, tribe, kabila, tongue, lugha, and people, na jamaa, saying with a loud voice, kwa sauti kuu, fear God, mcheni Mungu, and give glory to him, na mkamtukuze, for the hour of his judgment, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, and worship him, msije mkamsujudu, who made heaven and earth, aliyezifanya mbingu na nchi, the sea na bahari, and the spring of water. na chemchemi za maji. Their first message is fear God. Ujumbe wao wa kwanza ni kuogope Mungu alone. mumuabudu yeye peke yake.
Do not again worship somebody who calls himself is Jesus on earth. Mtu ambaye anajiita kwamba ni Yesu Kristo duniani, mpinga Kristo. Worship God, fear God, and worship God alone. Mumwabudu Mungu peke yake. That message is so direct. Ile ujumbe iko wazi wazi kabisa. Hitting against communism. Inapiganisha ukomunisti. Spirit which there is no God. Roho ambayo inasema kwamba hakuna Mungu. People should fear God. Watu wapaswa kumwogopa Mungu. People should fear God. Watu wamwogope Mungu. Today there is no fear of God. Leo hakuna watu wamwogope Mungu. Today people fear human beings. Leo watu wanaogopa wanadamu. People fear human beings. Wanaogopa wanadamu. If people could fear God. Kama watu wangemwogopa Mungu. Like now people are wearing masks. Kama leo watu wako wanavaa mask. It comes from the mouth of people. Inatoka katika vinywa vya wanadamu. If people could fear God like that. Kama watu wangemwogopa Mungu vipi? That fear God. Kwamba mumwogope Mungu. Worship God. Mwabudu Mungu. How do we know corona? Hakutakuwa na corona hapa duniani. Hakutakuwa na cancer. Hakuna saratani. If people were God fearing, kama watu walikuwa watu wenye kumwogopa Mungu, these plagues will not be there. Haya mapigo hayangekuwepo. These hurricanes which are destroying people in America will not be there. Hizi maharekeni, maupepo ambazo zinaharibu watu kule Marekani hazingekuwepo. These typhoons which are destroying people in the continent of Asia will not be there. Hizi mataifuni ambazo ziliwaua watu kule mainchi za Asia hazingekuwepo. These earthquakes will not be there. Hizi tetemeko za ardhi hazingekuwepo. Because earthquakes come because of God's anger and wrath. Kwa sababu hizi tetemeko za ardhi people are evil. Zinakuja kwa sababu ya hasira ya Mungu, sababu watu wamekuwa waovu. These things will not be there. Haya mambo hayangekuwepo. If people are God fearing, kama watu walikuwa wenye kumwogopa Mungu, there is no fear of God. Hakuna kumwogopa Mungu. Continue. Endelea. And another angel followed saying, malaika mwingine akafuata akisema, Babylon is fallen. Babiloni ameanguka. Is fallen. Ameanguka. That great city. Ule mji mkubwa. Because she has made all nations drink of the wine. Kwa sababu amefanya mataifa yote ya kunywe mvinyo ya uzinzi wake. Everybody, all the Christians who miss the rapture will say, hey, Babylon is fallen. Wakristo watakao kosa unyakuo watasema Babiloni ameanguka, Babiloni ameanguka. Then people will come out of alafu watu watatoka ndani ya Babiloni. Kill me also. Muniue mimi pia. Kill me also. Na mimi pia muniue. This pope is a liar, a liar. Huyu papa ni muongo, muniue. Kill me also. Muniue pia. Kill me also. Huyu papa ni muongo. Let us read last. Tusome ya mwisho. Then a third angel alafu malaika watatu followed them, saying, akawafuata akisema with a loud voice, kwa sauti kubwa, if anyone kama mtu yoyote worships the beast akimwabudu mnyama and his image na sanamu yake and receives his mark na kupokea alama yake on his forehead kwenye kipaji chake or on his hand kwenye mkono yake, he himself ye mwenyewe shall also drink atakunywa pia of the wine of the wrath of God, ya hasira ya Mungu, which is poured out ambayo imemwangwa full strength kwa nguvu zote into the cup of his indignation. Katika kikombe cha ghadhabu yake. He shall be tormented, ataharibiwa with fire na moto and brimstone na viberiti in the presence of the holy angels mbele ya malaika watakatifu and in the presence of the Lamb na mbele ya mwana kondoo, and the smoke of their torment na moshi ya maumivu yao ascends forever, ya paa hata milele and ever, na milele, forever and ever, and they have no rest, na hawana raha day or night, mchana na usiku, who worship the beast wamshuhudio mnyama and his image na sanamu yake, and whosoever receives na wote the waliopokea mark of his name. chapa cha jina lake. Here is the princess of the saints. Hapo ndipo penye shibira ya watakatifu. Here are those who keep the commandments of God. Hawa ndio wale wanaozitii amri za Mungu. And the faith of Jesus. Na imani ya Yesu. If any man worship the beast, mtu yote akimwabudu mnyama. That's why there are many people. Ndio maana kuna watu wengi ambao hawatamwabudu mnyama. They will accept to die physically. Watakubali kukufa. And God will give them the grace. Na Mungu atawapatia neema. But for us, kwetu sisi, we shall be in the rapture. Tutakuwa katika unyakuo. We are not even bothered of that. We shall be in the rapture. Sisi tutakuwa tuko ndani ya unyakuo, hatusumbuke na hii. That is for those who will not be in the rapture. Ile ni kwa wale ambao hatakuwa katika unyakuo. Lakini kwako wewe na mimi, we are supposed to be in the rapture. Twapaswa kuwa katika unyakuo. And start believing now. Na uende kuamini sasa kwamba wewe ni mmoja wale ambao katika unyakuliwa. God bless us. Mungu atubariki. Let's pray. Na tuombe.
Gracious Heavenly Father, Baba wa neema, we thank you twakushukuru because kwa sababu you are always with us. Kila mara uko pamoja nasi. Thank you, Christ Jesus, twakushukuru Kristo Yesu kwa neno ambalo limehubiriwa. May this word acha hili neno find abode in our hearts, liweze kukaa ndani ya roho zetu. Bless all the saints, bariki watakatifu wote, encourage, watie nguvu, build them, wajenge, edify them, na wajenge, and completely mature, waendelee kuwakuza. Take over, Lord Jesus. Chukua nafasi Bwana Yesu Kristo, knowing that tukijua kwamba never forsake us, hutawahi kutuacha, you are with us, utakuwa pamoja nasi. You receive all the glory. Pokea utukufu wote In Jesus Christ, katika jina la Kristo Yesu nimeomba. Amen.